Oktoba 27 tunakutana kuzungumza taarifa za michezo kupitia kipindi cha Viwanjani ambacho mara zote imekuwa kikupatia taarifa kutoka maeneo mbalimbali ambayo yanagusa hisia za mashabiki wa soka ama michezo mingine pindi ambapo kipindi hiki huwa kinaanza kuzungumza taarifa za michezo. Kwa leo kwanza nikombe radhi, kipindi hakijaanza katika ule muda wake kwa maana saa 3 kamili, takriban dakika 20 zimeondoka kabla kipindi, wakati kipindi hicho kilitaka kianze pale saa 3. Nikombe radhi mtazamaji wa kipindi cha Viwanjani, lakini kwa sasa hivi tuko vizuri na tunaweza tukaendelea kwa kila ambacho tumekuandalia siku ya leo. Leo ni miongoni mwa siku ambazo zitakuwa zinazungumza taarifa za michezo kutoka maeneo mbalimbali, lakini hapa nchini Tanzania kubwa zaidi ni timu ambazo zimefuzu ligi ya mabingwa barani Afrika katika hatua ya makundi kwa maana ya Simba pamoja na Young Africans, lakini kombe la shirikisho Azam pamoja na Singida Black Stars, zote hizi mbili zikiingia kwenye hatua ya makundi kwa mara ya kwanza. Tunashuhudia Azam baada ya kampeni ya zaidi ya miaka 20 hatimaye inaingia kwenye hatua ya makundi kwa kishindo zaidi takriban mabao 9-0 ambayo iliyapata ama iliyavuna kutoka kwa KMKM ya kule Zanzibar katika mchezo ambao uliamua Azam waweze kuingia katika hatua ya makundi. Lakini kwa upande wa Singida wakicheza dhidi ya Flambeau United ya Flambeau ya du Center ya pale Bujumbura, Burundi, mchezo ambao ulimalizika kwa Azam kwa Singida Black Stars kuweza kupata ushindi wa jumla ambao ulimpeleka katika hatua muhimu zaidi, aggregate ya mabao 4-2 ambayo iliyavuna kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. Lakini kwa upande wa Simba, baada ya kampeni yake kwenda vizuri katika mechi ya ugenini, hatimaye ilirudi hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, mchezo ambao ulimalizika kwa Simba kutoa suluhu dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Hivyo yale mabao 3 ambayo yalivuna kule ugenini yakampatia faida ya Simba kuweza kusonga mbele katika hatua inayofuata. Taarifa nyingine ni kuhusiana na Young Africans ambao wenyewe waliweza kupindua meza katika dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, baada ya kutandikwa bao 1-0 katika mchezo ambao ulichezwa katika taifa la Malawi katika mji wa Lilongwe. Young Africans walirudi kufanya kitu kikubwa baada ya kupata ushindi wa magoli 2-0. Kwa ni Dickson Job pamoja na Poko Mzuzu ambao walipeleka Young Africans katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Hii ni Viwanjani, baba wa vipindi vyote vya michezo nchini Tanzania. Tunazungumza naye kutoka Tabata TT Dar es Salaam. Barcelona imedondokea pua mbele ya Real Madrid mchezo wa El Clasico, na nitakuwa naye hapa Rashid Hamis pamoja na Andrew Kingamkono ambao tutakuwa tunazungumza nao michezo kwa muda huu. Karibu na tuote mpaka tamati. Matangazo haya itakuwa ni majira saa 6 kamili za mchana. Mko shwari? Shwari kabisa. Mambo yanaenda? Fresh, alhamdulillah. Fresh. Wema. Chelewa kulala. Ani mimi wewe. Chelewa. Kuna mambo mengi ya kufanya. Mambo ni mengi. Yapi? Of course mambo ni mengi. Unajua mambo ya ufuatiliaji. This weekend matches zinaisha tu late. Okay. 7. Andrew Kingamkono, mambo yanaenda? Kwa mara ya kwanza nadhani historia inaandikwa kwenye soka la Tanzania. Tunashuhudia timu 4 kutoka kombe la shirikisho, lakini ligi ya mabingwa zote 4 ambazo zilikuwa zina kampeni yake kwenye mashindano hayo zinatinga hatua ya makundi. Kwanza mara kwanza ilikuwa bahati, tukaja tukapata nafasi ya kuwa na tunaingiza timu 4. Tukapata timu 4 zinaweza kucheza mechi za kufuzu hizi. Lakini tukawa tuna bahati, tunaingiza mara nyingi timu 2 ndo zinaenda mbele, timu 2 zinaishia kudondoka pale mwanzo wa raundi ya kwanza zinatolewa. Lakini baada ya miaka hii 5 tumepush, sasa tunaingiza timu 4 katika hatua ya makundi. Ni mafanikio makubwa kwa soka letu na kwa nchi kwa jumla. Bado tuna maswali kwamba sasa tunataka ukisha siku zote ukipata moja unatamani kupata 2. Kwa hiyo nadhani sasa hii ni tafsiri moja kwa moja kwamba tuna ligi ambayo ina thamani ya kile ambacho tunasema kwamba ni miongoni mwa ligi kubwa barani Afrika. Yes, ni sehemu ya ushindani unaonekana katika ligi na uwekezaji ambao hizo timu ambazo zimeshiriki kwa mashindano haya umeonekana kwamba kuna uwekezaji mkubwa umefanywa na malengo ya timu hizi ambazo zilipata nafasi ya kushiriki. Tokea mwanzo wa msimu waliweka malengo kwamba tunataka kufanya kitu nzuri. Umeona aina ya makocha waliokuwa nao, aina ya vikosi waliokuwa nao, wachezaji, kila mmoja unaona kwamba hii kweli kitu ambacho kimetimia kweli kile dawa. Kwa hiyo uwanja ukaamua na kile kibora kimeenda kutimia. Sasa na Andrew Kingamkono, lakini pia Rashid Hamis ambao tuko nao hapa The Heavyweight Pundit tukizungumza taarifa za michezo, lakini nikujuze tu kwamba kwa sasa tunaanza na soka letu.
Na kupitia soka letu tunaenda kuangazia kile ambacho tumekuwa tukidokeza hapa kuhusiana na timu 4 ambazo zimefuzu katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, tukianza na mnyama Simba ambaye jana alikuwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam kutafuta ushindi wa jumla ili aweze kutinga katika hatua hiyo ya makundi, ambapo klabu ya Simba imefuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa kuiondoa Singizini Hotspurs kwa jumla ya magoli 3-0, huku mabao hayo yalifungwa kwenye mchezo wa mzunguko wa kwanza ambapo Simba walikuwa wapo ugenini. Simba ilimaliza mechi ya pili kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa majira ya saa 10 za jioni, mechi hiyo ikianza lakini mechi ikimalizika kwa suluhu. Kwa matokeo hayo mnyama anatinga makundi akikamilisha idadi ya timu zote 4 ambazo zilikuwa zikiwakilisha Tanzania katika mashindano hayo ya CAF kuingia kwenye hatua hiyo. Ifahamike kuwa Simba na Yanga zimefuzu makundi ligi ya mabingwa Afrika, huku Azam Singida Black Stars hawa wakifuzu kwenye kombe la shirikisho barani Afrika. Ni miongoni mwa maendeleo makubwa sana ambayo yanapigwa kwenye soka la Tanzania kila siku, jinsi ambavyo timu hizi zinavyoweza zikaleta upinzani sio tu ndani ya Tanzania lakini pia katika mipaka ya bara la Afrika. Nini ambacho kinafanyika? Basi ni miongoni mwa matukio makubwa sana ambayo tumeyashuhudia yakitengenezwa na historia kubwa ikijengwa. Yuko hapa the heavyweight pandit Rashid Hamis, tuzungumze naye. Rashid, tunashuhudia mabadiliko ya uwekezaji ambayo yalianza kwenye timu zetu pindi Simba ilipokuwa na struggle kuweza kupata nafasi ya kuweza kuingia katika hatua ya makundi. Lakini kwa Simba jana ambacho imekifanya ni kama imeingia hatua ya makundi, mashabiki hawana furaha. Nitakuwa niko wrong? Hisia za mtu mmoja nafikiri inaweza ikawa haiko sawa, kwa sababu kikubwa hapa ni kuqualify, na kuqualify unahitaji zaidi hesabu kali za kuqualify. Au unahitaji kumentertain mtu, kwa sababu hatua inayofuata ni kubwa zaidi na nzuri kuliko kutaka kumentertain. Unajua umeanza kwa kuintroduce vizuri kwamba ni hatua za ukuaji ambazo zinaonekana kwa soka la Tanzania, sio? Lakini hizi hatua za ukuaji zina step. Kinga Mkono amezungumzia kuhusu miaka 2000 tulipokuwa tunapata hizi opportunity ya kupata timu 4 katika kutafuta nafasi ya kucheza CAF competition. Lakini sasa hivi nowadays hatuzungumzi tena nafasi 4. Yaani zile nafasi 4 tulizokuwa tunapewa, hizo ni timu 4 ambazo ndipo zipo kwenye group stage. Kwa hiyo umeona hiyo ni hatua kubwa sana. Binafsi naipongeza serikali, napongeza TFF, naipongeza Azam TV. Hii imekuwa ni organ 3 zenye nguvu ambazo zimeshirikiana kwa pamoja kulisogeza ili gurudumu hapa. Way back wakati Tanzania inajitafuta kwenye ngazi ya club level, Simba walikuwa wanaanza hatua moja, lakini bado Watanzania tulikuwa kama hatukubali kwamba hii inakuja kweli. Yaani inakuja kweli imefika mahala Simba wakawa wametengeneza platform ambayo ikaanza kutengeneza mazoea kwao. Baadaye Young Africans baada ya miaka 25 Gamondi akaenda kuipa nafasi ya kurudisha Young Africans kwenye Champions League. Baada ya hapo ikatengeneza hamu kwa vilabu vingine. Leo hii tunazungumza kuna Singida ambaye kwa uchanga aliokuwa nao mwaka wake wa kwanza anaenda straight group stage. Azam FC baada ya 20 years na yeye anakwenda group stage. Hii yote kwa ujumla wake, hii struggling ambayo tumeipitia kama nchi kwenye namna ya kuweza kurithi vilivyo tulivyokuwa tunavitamani, kwa sababu huu sio utamaduni wa Tanzania au sio utamaduni wa taifa la Tanzania. Huu ni utamaduni ambao tumeuzoea kwenye mataifa ambayo yameendelea sana, hususan ninazungumzia kaskazini mwa bara la Afrika. So hii inaenda kutengeneza shock barani Afrika. Walikuwa wakitazama Tanzania kwenye jicho la udogo, hawataitazama tena kwenye jicho hilo. Wanaanza kutazama Tanzania ni miongoni mwa mataifa makubwa kwenye soka la Afrika. Kupeleka vilabu 4 kwenye CAF competition
sio rahisi hata kidogo. Sawa, Na mtu sawa, asilete sawa. masihara kwenye huo mchakato. Hili tutalizungumza kwa ujumla jinsi ambavyo tumequalify ama tumepeleka timu hizi 4. Tuzungumze hili la Simba na Nsingizini. Binafsi bado naendelea kuamini kwamba kila ambacho Simba ilikifanya ikiwa Eswatini ni kikubwa kuliko hiki ambacho ilikifanya ikiwa kwenye uwanja wa nyumbani kwa maana ya Dar es Salaam. Ni namna gani Simba ilikuwa na mchezo mgumu pengine kulinganisha na ule ambao ilicheza awali wakiwa ugenini? Unajua of course kwenye jicho la kawaida unaweza kusema Simba hajacheza vizuri. Lakini wakati unataka kuingia kwenye hiyo tafsiri ya Simba hajacheza vizuri, unitazama mpinzani. Unaelewa? Mpinzani Nsingizini alivyokuja na Simba namna ambavyo aliapply mambo yake. Kila mmoja alifanya kwenye ubora uliofanana. Nsingizini walienda kuwatafsiri Simba vizuri kwenye kiwanja cha mazoezi kupitia mechi walopoteza goli 3. Simba wakati anakuja hapa anaamini kabisa huu ndo eneo ambalo mimi napaswa kujidai na ni eneo ambalo mimi huwa nafanya ubalaa. Ndio akatengeneza utaratibu ambao utaenda kumpa idadi kubwa ya magoli iwe sikukuu nzuri. Sio? Kumbe Nsingizini wamefanya kilicho bora katika ubora wa Simba. Wakati Simba wao wanatengeneza idadi kubwa, kuna namna ambavyo Simba jana walikuwa na display. Kwangu mimi nikipata nafasi ya kumshauri manager Pandev, naweza kumwambia kwenye group stage namna ambavyo alikuwa na display jana timu asifanye tena vile, kwa sababu ni utaratibu wa kucheza ambao unampa mpinzani opportunity ya kukaribia ukiwa na idadi ndogo sana ya walinzi. Nini ulikiona kwa Dimitar Pantev katika mchezo wa jana? Of course niliona ni timu ambayo kwanza anataka kuondoka kwenye maeneo kwa haraka sana. Anaitaka idadi kubwa ya namba kwenye eneo la mpinzani. Anataka kila mchezaji awe sharp kwenye kutafsiri tukio na movement zake ili uweze kumoutshine mpinzani kwa haraka. Kwenye kile ambacho alikifanya Nsingizini jana, na bahati nzuri tulimsikia anasema hakuanza na striker ila alianza na viungo ambao wanakimbia ili kuwatoa kwenye position wale walinzi wa Nsingizini ili wao watengeneze zile half space ili waweze kuscore, lakini wale wakawa wamestick, wakawa hawataki kutoka. Baadaye akaingiza striker kwa maana ya akaingiza striker pale, maana yake akaingia Mkwala pamoja na Soa, kwa maana ya mmoja wakati wanafanya movement mmoja akibakia, ile eneo ambalo atabakia linaweza wakawa na advantage kwenye eneo lile, lakini bado Nsingizini wakaendelea kustick na kile alichokuwa naamini kwamba nyinyi mfanyeni mnavyoweza kufanya, sisi hawa watu 4 watakaa kama chain, yani hatuta hadaika kwenda popote. Lakini moja kati ya vitu ambavyo walivifanya Nsingizini, watu wengi naona tuvizungumzi, Nsingizini jana walipata opportunity ya kutengeneza chances zaidi ya 4. Chances ambazo Nsingizini kwa sababu ni wadogo, light kama ungepata timu yenye experience kwenye mashindano haya, Simba alikuwa anakufa zile chances zote 4. Kwa sababu zile chance ilitokea mara kadhaa ni 3 against 1, 3 against 2 kwenye defense ya Simba. Lakini Nsingizini inawezekana na wao kutokana na shangwe ilikuwa kiendelea pale uwanjani, ukubwa wa Simba, experience yake pia ikawa inawafanya Nsingizini kuwa down. Lakini ni makosa ambayo yamefanyika na makosa ambayo walishindwa kuyatumia Nsingizini. Nizungumze na Andrew Kingamkono ambaye pia yuko hapa tuweze kufahamu kile ambacho kilifanyika jana. Kwa lugha nyepesi unaweza kusema kuna baadhi ya wachezaji wa Simba ambao viwango vyao jana havikuonekana kuwa kwenye ubora ambao pengine watu walikuwa wanatarajia, hasa mashabiki ambao wanafuatia wachezaji hao. Elim Panzo anatajwa miongoni mwa wachezaji ambao waliingia kwenye dirisha dogo msimu uliopita na kutengeneza kidogo ufalme ndani ya Simba ambayo ilikuwa bado inajitengeneza. Anakuja Dimitar Pantev, anacheza mchezo wa kwanza ugenini, anakuja kucheza mchezo wa pili nyumbani. Matumaini ya mashabiki yalikuwa ni makubwa sana kwamba kama nyumbani ugenini tulivuna 3, basi tunaweza tukakutana na mchezo mzuri sana. Simba walifanya hivyo dhidi ya
ya miongoni mwa michezo ambayo walishinda ugenini, lakini huku wakatoa suluhu pamoja na mchezo wa Gaborone ambao walicheza hapa, tena kocha wa Gaborone akiwa ni huyu Dimitar Pantev. Ni kitu gani ambacho kipo ndani ya Simba unakiona kinatengenezwa na kocha ama meneja Dimitar Pantev ambaye jana amesimamia mchezo huo, lakini utofauti wa uchezaji wa Simba, unahisi kuna kitu kipi ambacho Simba inakipika? Kwanza naona Dimitar kwenye mechi ya jana na ile ya kwanza alikuwa anajaribu kikosi, bado anajaribu kuona atapata chemistry ipi. Majaribio yanafanyika kwenye mechi, unaona na uzuri kwa sababu ya aina wapinzani wao kukutana nao, majaribio yake yatakuwa yamemuonyesha mapungufu ya kiuchezaji ambayo Simba anayo. Kwanza uamuzi wake wa kumtumia namba 6 kama awe mtu wa mwisho, unamuona mara nyingi mechi iliyopita alianza Nabi kipindi cha kwanza, Nabi kama akawa anacheza kama mtu wa mwisho, anakuja hapa katikati ili Rushen na Shamu au kule alikuwa Nangu wanacheza pembeni, wanatokea pembeni, afu watu mabeki wa pembeni waende juu, waongeze watu katikati. Ni mchezo mzuri hasa ukiwa na mtu ambaye anaweza kucheza pale katikati kwa kiwango hiki, lakini unawakuta wale watu ambao wanawachezea pale, wale namba 6 ambao waje kucheza pale, nafasi kati na wapatabu sana. Kwa hiyo ndio zile ambazo Rashid anasema kwamba inawatengeneza Simba katika mazingira ya kuwa wazi, hasa ukipata mtu sahihi wa kuja kutumia hizo nafasi zako ambazo wenyewe mnakuwa mko wachache, mnaweza kufungwa. Kwa hiyo nadhani kwanza mfumo unawasumbua wachezaji, kwamba wachezaji bado hawajaweza kumaster kile mwalimu anachokitaka. Na unajua kuna mfumo unaweza kuwa nao, lakini wachezaji wako wasiwe na huo uwezo wa kucheza kwenye huo mfumo. Kwa hiyo ikakupa tabu kufikisha kile unachokitaka. Unamuona Mpanzu hajawa kwenye kiwango chake kile ambacho watu walikuwa tunamuona katika nusu msimu uliopita, pamoja na chini ya kocha Fadru, kwamba alikuwa tunamuona Mpanzu yuko huru, anakimbia, lakini kwenye timu hii Mpanzu hakuwa vile. Yuko chini sana kiuchezaji. Nadhani ni maelekezo ya mwalimu, wakati mwingine inabidi kucheza kwa maelekezo. Unamuona hayuko katika kiwango chake kile ambacho watu walizoea, hata kama ndio mara nyingi haonekanagi, lakini kuna vitu ambavyo unaviona vya msingi ambavyo anakuwa anaonyesha. Hata jukumu lake kubwa la upigaji mipira, umeona sasa hivi kama vile analikimbia, anawaacha watu wengine wapige hizo free kick, kona, unaona watu wengi wanaenda kupiga hizo. Kwa hiyo unaona Simba bado wanajitafuta. Dimitri bado anatafuta timu wakati wa mashindano, kwa sababu amepewa timu ikiwa kwenye mashindano. Kwa hiyo sasa anabidi aanze kujaribu kwenye hayo mashindano. Uzuri wamefuzu, hilo ndio kubwa ambalo Simba wanapaswa kushukuru kwamba tumefuzu. Lakini kiuchezaji jana hawakuwa kwenye kiwango kizuri sana, kutokana kwamba na wapinzani wao nao wenyewe walikuwa bora na waliweza kuwatumia mazingira mazuri kuwabana Simba. Tunazungumza kiuchezaji ambapo baadhi ya watu ambao wanaozungumza mpira wanasema wachezaji wengi wa Simba ama timu nyingi, wachezaji wengi hasa wa Simba wanaokuwa katika viwango vya kupwa na kujaa. Yaani leo utamkuta yuko vizuri, kesho sio yule ambaye ulimuona jana. Ni kama Elie Mpanzu, jinsi ambavyo alimaliza msimu akiwa na Simba, lakini sasa hivi unaweza ukamtaja ni miongoni mwa wachezaji ambao pengine jana hawakuonesha chochote kile kikubwa katika mchezo wa jana. Hii kocha anaenda kusaidia vipi timu? Mara zote tumekuwa tukiona kocha pindi anapoingia kwenye timu akiwa mpya ama watu kama hao wanaenda kubadilisha pia hata hali ya wachezaji kucheza. Andrew Kingamkono, hili unaweza ukaliona likifanyika Simba, ama ni wachezaji wale ambao wameshaenda, wamefundishwa, lakini ni samaki ambaye tayari anakunja akiwa mkavu? Kwa sababu unamuona manager Dimitri anachojaribu kufanya, ndio maana unaona mechi zote hizi vikosi vyake vimebadilika. Yaani vyote ukiangalia kikosi anabadilisha, kila mechi anabadilisha. Kwa sababu gani? Kuna wachezaji ambao anaamini kwamba hao wanastahili kuanza kwenye timu. Kwa sababu vile vile kuna watu wenyeji pale wapo, wanaambia hao ndio nyota wetu, unaona, walipaswa kuanza kwenye ile benchi lake. Kwa hiyo yeye lazima waamini kwanza wale ambao aliambiwa hao wanaweza kuanza. Lakini kingine yeye sasa kwenye ule mfumo wake anataka kuona nani huyu sio, anaingiza huyu, anajaribu. Kwa hiyo kwa wao wachezaji nadhani changamoto ile huko kwao ni kwao kwenyewe kukubali kubadilika kutokana na aina ya mwalimu. Kwa sababu mwalimu ana kitu kipi ambacho anawaletea Simba. Anataka mfumo mpya. Tumeona mechi ya kwanza Morris Abraham wa kwanza, mechi hii kaanza. Tumeona mechi iliyopita pembeni alianza Kapombe, hii kaanza Duchu. Kwa hiyo unaona kuna aina fulani ya uchezaji ambao umepungua. Tulizoea Kapombe anaweza kupeleka mashambulizi kwa nguvu. Mligo ndio pekee yake ameanza mechi ile kule na mechi hii amekuja kucheza. Kwa hiyo unaona kuna watu ambao kidogo anaanza kuwaamini. Golikipa kwa sababu kama yuko mgonjwa, kwa hiyo tunaamini Yakubu ataendelea kudaka mpaka kama atapokuwa amepona. Ambapo hakukuwa na shida yote kwa Japo kingine ambacho nimekiona kwa kocha, bado sijajua kwa nini hataki kuanza na washambuliaji.
inawezekana nao ni sehemu ya mbinu yake. Kwa nini hataki kuanza na washambuliaji wote anaweka nje alafu anawaingiza baadaye? Kwa sababu kwenye mechi yote tunataka matokeo. Tunaamini uwepo wa washambuliaji wao ndo wanaasili sana ya kufunga, kwa sababu wao ndo kazi yao kubwa uwanjani. Lakini yeye pamoja na kuamua kutumia mshambuliaji mmoja mbele, bado hataki kuanza naye. Ameanza na mtu ambaye sio mshambuliaji kwa asili. Sawa. Rashid, hilo nilikuwa nataka pia niweze kupata majibu kwenye eneo ambalo amezungumzia Andrew Kingamkono muda si mrefu kuhusiana na eneo la ushambuliaji. Ana Jonathan Soa alikuwa nje, lakini pia ana Dese Mukwala ambaye naye alikuwa nje. Akichagua kuanza na Kibu Dennis eneo lile kuwa miongoni mwa watu ambao watachangia huduma ya upatikanaji wa magoli. Tafsiri yake ni nini kwa mtu ambaye ni ngumu sana kuelewa lugha rahisi sana ya mpira, kwamba kocha anaacha mtu ambaye amesajiliwa kwa sababu ya kuu moja kwamba unatakiwa ufunge, alafu katika lile eneo amemchezesha miongoni mwa watu ambao wanatakiwa wasaidie watu wafunge? Nafikiri kitu mtu anapaswa kuelewa, football ina mahitaji tofauti kutokana na mpinzani. Kuna mpinzani mwingine atakulazimisha wewe uwe na aina ya striker ambaye atakupa wewe nafasi zaidi ya kushinda. Alafu kuna mpinzani mwingine unaweza usitumie mshambuliaji pase kwa sababu ya aina ya pengine ya mazingira waliokuwa nayo wao. Sasa ukiangalia alichokuwa anajaribu kufanya Pandev jana, kwanza inakupa picha kwamba huyu ni mwalimu ambaye anapenda wachezaji wanaokimbia muda mwingi. Sio, unaelewa? Hatofautiani sana na mahitaji ya mwalimu aliondoka Fadlu. Lakini wanatofautiana namna ya kuapply taratibu ya kucheza. Pandev anapenda timu yake iwe na idadi kubwa ya watu kwenye eneo la mpinzani. Fadlu alikuwa yeye namna ambavyo ana operate, idadi ya watu wengi kwenye eneo la mpinzani itakiwa iongezwe na mabeki wa pembeni, wa kushoto na kulia, ndio waingie ndani, alafu wale walikuwepo ndani waende pembeni, kwa maana hata ikitokea wamepoteza mpira, watu wa kwanza kureact kwenye kukaba wawe ni wale mabeki wa pembeni ambao ndio asili yao kwenye kukaba. Lakini kwa bwana Pandev inaonekana kwake yeye ana opti zaidi kwanza hawa wa pembeni waendelee kutumikia huko walipo, yani wasiingie ndani, waache hawa watu walikuwepo ndani wafanye ubaya wanaotakiwa kufanya, lakini kwenye transition ambayo wao wataamini hawa watakuwa pia ni sehemu ya kuleta crosses, kitu ambacho na kitazama kwa Simba watu wanao wachezaji wa staili hiyo wapo, experience player, wanakimbia sana, wana uwezo wa kuscore, lakini unachojaribu kufikiri alikuwa anachotaka ni kuiondoa Nsingizini kwenye utaratibu ambao utawapa nafasi kubwa zaidi viungo kwenye kuscore. Hata ukirejea kwenye utaratibu tu ambao tumeuona msimu uliopita, top scorer wa ligi sio striker pase, ni winger au namba 10, sio unasema ni winger, si ndio? Sasa hivi mastreka wengi kwenye taratibu ya kucheza, walimu wengi hawatumii mastreka kama watu wa mwisho kumaliza kazi, wanawatumia kama sehemu ya kujaribu kutoa nafasi kwa mchezaji mwenzake mwenye nafasi ili aweze kuscore sana. Ukiangalia hata alichokuwa baada ya kuingia Mukwala pamoja na Soa, kuna attempts ambazo walikuwa wanajaribu kuzifanya, lakini bado unaona timu ilikuwa inajengwa zaidi, hatari zaidi kwa kina Maema, naelewa, kwa maana ya wao wapate, kwa sababu Simba walikuwa wanaomba mipira nje ya 18. Sasa unapoomba mpira nje ya 18 na tayari una striker pase, manake wewe unahitaji striker akae ndani ya 18, ambapo kwenye watu wawili ambao wanalinda lango. Sasa kama hao wenyewe wanaomba mipira nje ya 18, means kwamba mpango wa mtu kusimama pale mbele ya watu wanne wale ambao wanalinda ile defense, manake haukuwa mpango sahihi. Unahitaji watu ambao wanatokea pembeni na idadi kubwa ya watu wacheze katikati ili muweze kuscore. Sawa Rashid. Hapo utanijibu kifupi. Nani ambaye ni key player wa Simba kwa sasa hivi?
key player wa Simba ni mapema kusema. We mtafute tu kwenye hizi mechi ambazo umeziona tangu baada ya ligi kurudi na lakini ni mashindano Ushai beki Andrew Kingamkono, mchezaji gani ambaye akicheza mechi anaweza akaamua Simba inashinda ama Simba inakuwa kwenye wakati mgumu? Kwa sasa hivi kwa hizi mechi mbili walizocheza ni zote na za ligi kila kitu ambazo ameshiriki. Na za ligi bado hajacheza. Ligi hajacheza. Ligi amecheza mechi mbili. Sasa ndio Matola sasa hivi si uko. Nasemaje? Matola kwani alikuwa na timu tofauti na hii? Ni si wachezaji ni hawa. Taratibu. Yaani kuanzia msimu unaanza kwenye ligi mechi zake zote ikiwa ngao ya jamii kila kitu. Nani key player Simba? Ukiangalia kwa hivyo kwa utaratibu huo ni Rushaine ambaye ni mchezaji ambaye amecheza mechi zote za Simba mpaka sasa hivi. Na amefunga magoli mawili. Umeona? Na hata jana yeye ndo alikuwa mtu wa kwanza kupata attempt kwa kupiga shuti. Mimi sishangai kwa sababu mimi nashangaa jinsi ambavyo inaonekana kwamba key player Simba anaweza kaa beki. Ni Rushaine kwamba mtu ambaye anacheza eneo la ulinzi. Yes. Kwa maana hiyo huyo siku akisema kwamba leo tuna mechi ngumu, Simba wanakuwa na mechi ngumu. Yes. Wanakuwa na mechi ngumu kweli. Kwa sababu ukiangalia kwenye utaratibu ukiangalia kuna shida kwa sababu gani? Ndio maana nasemaje? Rashid lazima ukubali kuna shida. Shida ipo. Sababu nakwambia hivi. Mimi kama napata nafasi ya kumshauri bwana Pande. Hasa kwenye Champions League. Utaratibu ambao jana nimeuona akicheza Simba. Binafsi haunivutii. Kwa sababu ninaamini kuna timu ambazo zina uwezo wa kutafsiri haraka sana makosa ya mpinzani. Kwenye kile ambacho kilikuwa kinatokea jana kwa Simba Sports, unakutana na timu ambazo zina uwezo wa kutafsiri yale makosa. Unapoteza mechi kirahisi. Ni mechi zote mbili ambazo Simba imecheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa hivi karibuni dhidi ya Gaborone United lakini pia dhidi ya Singizini. Zote zimeonekana kuwa ni ngumu kwa upande wa Simba. Hajashinda. Yani licha kwamba hajashinda lakini zimeonekana kuleta tafsiri ngumu kwa upande wa Simba. Tafsiri moja ni kwamba Dimitar wakati anacheza dhidi ya Simba akiwa kocha Gaborone pengine alionyesha Simba upande wake wa pili lakini na yeye wakati baada ya kuichukua timu Singizini wamekuja kumuonesha kwamba tatizo inawezekana sio wewe. Tatizo lipo wachezaji ndani kwa maana ya wachezaji. Ni ukweli usiopingika. Unajua tuliwahi kusema hapa moja kati ya kosa ambalo Young Africans walifanya ilikuwa ni kumuondoa Gamon that time. Na moja kati ya kitu ambacho kimewashtua sana Simba ni kuondoka kwa Fadlu. Fadlu ameondoka kama upepo. Yaani hakuna aliyemtarajia, wachezaji, viongozi, mashabiki. Uliamini pengine Fadlu angekuepo hii timu angeitengeneza jinsi ambavyo watu wengi walikuwa wanatamani waione Simba inacheza? Kwa sababu yeye alikuepo msimu uliopita na aliona mapungufu ya timu yake na msimu huu uongozi ulimpa nafasi kubwa ya kuongeza idadi kubwa ya namba kwa watu ambao walikuwa na wahitaji. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa na ramani nzima ya vita ya Simba msimu huu. Kwa hiyo mbali na yote ambayo angeweza kufanya, bado yeye ndo angekuwa responsible kwenye kunamna ya timu inatakiwa icheze, namna ya timu inavyotakiwa kushinda. Nakumbuka aliulizwa swali na Pato wakiwa kwenye pre-season, akasema akasema ili Simba tuwe mabingwa inabidi tumfunge Yanga. Kwa sababu kwenye task yake aliona Young Africans ndio threat, mtu pekee ambaye anamfanya asiweze kufanikiwa hasa hususan msimu uliopita. So hawa wengine Ahmed Suleiman Moroko, Matola, Pande na wengine kama watakuja kutokea, hawa wanachokifanya sasa hivi ni kuendelea kutengeneza utulivu wa timu ili kupata ufanisi wa kile ambacho wanakihitaji. Okay. Of course uongozi wa Simba ni lazima ukubali kwamba ulisheki. Unaelewa? Ni lazima ukubali ulisheki. Lakini hiki ambacho kinaendelea sasa hivi tayari wanaenda group stage. Maana inatengeneza relief na kukasa chini na kuamini sasa jamani tumefanikiwa, tuanze kutengeneza vitu vyetu kwenye utaratibu. Mwalimu unahitaji nini? Tuangalie je, tunaweza kufanikisha kile ambacho tunakihitaji. Sawa. Tuhame kwenye hili. Wakati tunahama pia Andrew Kingamkono, uwanja wa Benjamin Mkapa ambao Simba utengeneza kwa tanuru la moto. Siku hizi kwenye hizi mechi mbili ambazo walicheza dhidi ya Gaborone lakini dhidi ya Singizini unaonekana
haujafua dafu kwa timu yoyote ile ambayo ilikanyaga hapa kwamba imeweza kuchakazwa kwa namna yote. Kuelekea kwenye makundi, kuna ujumbe ambao tayari umeshaanza kutumwa kwa timu ambazo zitawasili Benjamin Mkapa kucheza dhidi ya Simba msimu huu. Zitaona kwamba zinaweza zikapata hata alama moja kama ambavyo timu nyingine zimekuja hapa na kutoa suluhu na sare. Hapana, bado ni mapema kwa sababu naamini kabisa hizi, kwa sababu Simba amecheza mechi mbili za ligi na wamekuwa na huo makocha ingia toka. Naamini manager akipewa muda wa kutosha na timu yake aliyokuwa nayo na hii wanaanza kucheza ligi, itawapa nafasi timu kukaa vizuri. Unajua changamoto ya Simba ni wachezaji kukaa vizuri. Wachezaji wapo lakini wanaweza kutengeneza muunganiko bora wa kuleta ushindani. Msimu uliopita wakati Simba inacheza finali ya kombe la shirikisho, inaonekana pia ilikuwa na kikosi ambacho ukilinganisha na vikosi vingine vya nyuma ambavyo Simba ilikuwa na kampeni kwenye finali ama nusu finali ya mashindano ya CAF. Tunaweza tukasema hichi kikosi hakikuwa kama kile ambacho vilivyokuwa nyuma. Kwa kikosi hiki kuingia kwenye hatua ya makundi, unaona kuna utofauti mwingine Simba inaenda kutengeneza kwenye ligi ya mabingwa? Wao kwa sababu ya jina lao na heshima yao, hiyo ni factor moja muhimu sana kwenye mpira. Kwamba watu watakuja kucheza na wewe wakiwa wanaofia hiyo heshima yako uliyokuwa nayo uliotengeneza kwa muda mrefu katika mashindano hayo. Kwa hiyo inawapa point moja Simba kwa wanaenda na wapinzani. Kwa hiyo kwa kikosi wakati mwingine mtu anaweza kushinda kutokana na heshima yake tu aliyokuwa nayo. Wapinzani wakawa wanahofia hiyo, kwa hiyo ikamsaidia. Lakini ushindani kwao ni mkubwa sana msimu, wanabidi wakae chini watengeneze timu vizuri, na hasa viongozi na watengeneze wachezaji wao wote wale ambao msimu uliopita walikuwa bora, watengeneze kisaikolojia waweze kurudi kuwa mchezoni na kufanya. Unaona dirisha dogo Pantev na ataingia kuweza kufanya biashara yake. Lazima dirisha dogo afanye biashara. Kuna nafasi lazima sibadilishwe Simba. Makocha bana, mambo yanabadilika. Al-Ahly kocha amequalify akipata goli mbili. Yes, moja ugenini, moja. Sasa mtu anakuambia yani Igonoa anatolewa na Al-Ahly kwa magoli mawili. Ni ushindi kwa moja, au Burundi walijifunga wenyewe. Sawa, tutazame taarifa nyingine ambayo inahusu ligi ya mabingwa barani Afrika, wakati ambapo Young Africans wako na kampeni na wenyewe kucheza dhidi ya Silver Strikers ya Malawi. Mchezo wa kwanza Young Africans waliweza kupasuka kwa goli 1-0, lakini walikuwa wanahitaji ushindi wa tofauti ya magoli mawili ili waweze kusonga mbele. Wakina Uchezi Vunga baadaye wakavunga kwenye dimba la Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Hiyo ni dakika ya 6 ambapo Dickson Job aliweza kumalizia mpira wa kona ambao uliweza kuingizwa nyavuni, lakini baadaye Pako Mzuzwa naye akiweza kuweka kambani goli la pili ambalo liweza kutengeneza jumla ya tofauti ya magoli 2-1 dhidi ya Silver Strikers. Sasa tukasikilize kile ambacho kilijiri wakati magoli hayo yote mawili yakifungwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Na yeye mwenyewe anaonesha kwamba ni kona. Ni kona, mpira umeguswa hapo katikati. George Chikoka, lango liko salama. Duka Abuya alikutana nao, mpira akaupiga. Hits 18 msimu uliopita. Mohamed Dumbia, kona ya kwanza ya mchezo. Dumbia ameujaza ndani, anacheza bila. Ni captain Dickson Job, captain kwa vitendo. Africans. Dumbia aliupiga mpira katika njia kama amekosea hivi. Dickson Job akauparaza tu ndani ya net. Umejaa ndani ya wafu. Changamoto mwenyewe Max Zengeli. Max kapitisha pasi katika nafasi. Zuzwa! Salamu ziwafikie wale wote ambao walikuwa na wasiwasi. Mzuzwa ni elephant. Aliacha mwenyewe kwa Max Zengeli, akaiomba, akapitishiwa, akamchosha golikipa George Chikoka. What a goal, what a hit. Akili ni mingi mtu wangu. Huyu ni Pako Mzuzwa. Vilio vinasikika Lilongwe, vilio vinasikika Blantyre, vilio vinasikika Mzuzu. Ni Pako Mzuzwa, ni Young Africans, ni wananchi, ni Yellow Nation kwenye furaha ya aina yake. Hawa ni wananchi, na huyu ni Patrick Mabedi,
hawa wapinzani anaofahamu vizuri. Na ilikuwa ni kazi ya Patrick Mabedi kuweza kuivusha Young Africans kwenda katika hatua ya makundi, na aliweza kutengeneza kile ambacho wengi walikuwa wakiamini kwamba anaweza akaipeleka Yanga hatua ya makundi. Ni Dickson Job pamoja na Pacome Zouzoua ambao waliweza kufanya hilo liweze kutimia. Sasa tuko hapa na Andrew Kinga Mkono, lakini the heavyweight punch Rashid Amis yuko hapa tuzungumze kile ambacho Young Africans na yenyewe likionyesha kwenye mchezo ambao ulichezwa Jumamosi. Nataka shuhudia magoli hayo mawili yakifungwa kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Nilikuwa nakuuliza kuhusiana na key player kwa upande wa Simba. Nilikuwa namaanisha kwamba mchezaji ambaye anaweza akafanya vitu vya ziada extraordinary. Kama timu imekwama na akatengeneza kwa namna yoyote jinsi ambavyo anaweza akafanya ili timu iweze kwenda mbele. Tunaweza tukamuona hapo Maxine Zengeli alichokifanya. Tunaweza tukamuona Zizu wa Ivory Coast, Pacome Zouzoua. Moja kati ya washambuliaji ambao hao wachezaji ambao unaweza kusema kwamba wapo katika dunia yao kwenye ligi kuu ya Tanzania, lakini pia kwenye wachezaji wa Tanzania ambao wako hapa nchini kutoka nje ya nchi na maeneo mengine. Ukitaja Pacome Zouzoua, ukitaja Young Africans, unataja timu ambayo ina wachezaji wengi ambao wanaweza wakatengeneza nafasi, wanaweza wakatafsiri matukio uwanjani vizuri na kutumia kile kidogo ambacho kipo ili waweze kuipeleka timu mbele. Young Africans dhidi ya Silver Strikers ndicho kilichotarajiwa. Kilitarajiwa Young Africans yafuzu, na Young Africans yamefuzu kwenye idadi ya magoli ambayo ilitarajiwa. Kilichotokea ni tafsiri sasa. Tafsiri za furaha. Unaelewa? Sio uhalisia. Uhalisia ni ule tuliouona kwamba Young Africans kafuzu kwa idadi ya goli ambazo zilitarajiwa kwamba aanze kufunga kuanzia goli hizi na kuendelea ili aweze kufuzu. Lakini mengineyo ndio yanakuja hayo ya baadaye. Lakini ni wanasema hawa si mapacha. Kwa huyu akiumwa, huyu naye kutumia dakika chache tu kuanza kuumwa. Kwa ugonjwa ambao walikuwa wanaumwa Simba na ndio ugonjwa pia amekaja kuumwa Young Africans. Ugonjwa? Ugonjwa. Young Africans kwenye kile ambacho tumekishuhudia siku za hivi karibuni, unaona hapako sawa. Wapi? Wapi? Team tuko ujumla wake. Team performance. Kuna namna Young Africans hapako sawa. Na ndio maana unaona wanapitia hizi nyakati ambazo wanashinda, lakini baada ya hapo kuna minong'ono inatokea mingi kuhusu timu yao. Sio mashabiki, sio viongozi. Yaani sasa wamekwenda zao Malawi wakagundua mchawi utakuwa force. Tupisha. Sasa hivi yuko Peter kafuzu, lakini bado minong'ono inaendelea kwamba kwa timu hii tuliokuwa nayo hii kweli tunaweza kufanikiwa kwenye kwenda quarter final kweli. Tunaelewa. Yaani bado minong'ono. Unaona kwamba inawezekana mwalimu hatoshi. Mwalimu anayekuja mnamwonaje? Mwalimu mpya kuja. Lakini bado naye kama minong'ono inaendelea. Yaani hapako sawa. Yaani ni ukweli usiofichika. Taasisi ya Young Africans haiko sawa sawa. Kuna nyakati inapitia nyakati ngumu kwenye kuirudisha ile furaha. Ebu Rashid, kitu kimoja kuhusiana na Young Africans. Unaizungumzia Young Africans uwanjani, unaizungumzia Young Africans wapi? Timu yote ya mpira inaanza ofisini. Hapana. Mimi naweza nikapingana na wewe kidogo kwa hapo, kwa sababu Young Africans ilikuwa inahitaji kufuzu ligi ya mabingwa katika hatua ya makundi. Hicho kitu kimefanikiwa. Young Africans kwenye ligi ina takriban michezo miwili ambapo mmoja imetoa suluhu. Ambapo hata msimu uliopita Young Africans haikushinda michezo yote. Kwa hiyo huu sawa ambao tunauona ni kwa sababu pengine ilipoteza dhidi ya Silver Strikers na Mbeya City kutoa suluhu. Young Africans kwanza hii minong'ono. Unajua Young Africans kiasili sio timu ambayo ilikuwa ikishinda inacheza pasi nyingi. Unaelewa? Lakini mabadiliko ya teknolojia, mabadiliko ya kiuongozi, mabadiliko ya ufurahishaji wa mpira wa miguu, na wenyewe wanataka entertainment football. Yaani tushinde huko
tunafurahi. Sawa. Kwa hiyo shida uona hiyo itafasiri ni kwamba hakuna entertainment football kwa Young Africans kwa sasa. Na ndio minong'ono imeanza hapo kwa toka Roman Falls anatangazwa hivi. Ngoja tumsikie kwanza Andrew Kingamkono katika hili. Andrew Kingamkono, Rashid anasema kwamba anachokiona yeye mwenyewe kwa macho yake ya kawaida, macho yake ya roho au macho ya nyama, anaona kwamba kuna kitu hakiko sawa. Nini ambacho unakiona kwa Young Africans ambayo ilikuwa na kampeni ngumu ya kufuzu ligi ya mabingwa hatua ya makundi na imeweza kufanikiwa, ni miongoni mwa timu ambazo zimeenda katika hatua hiyo, lakini bado inarejea sasa kwenye ligi kuu. Huyu ndio bingwa mtetezi akiwa na mataji yote imechukua pia hilo taji la imechukua kwa maana ni mshindi wa ngao ya jamii. Tukizungumza Yanga jinsi ambavyo imecheza mashindano haya mpaka inaingia hatua ya makundi, kuna kitu unakiona kiko sawa? Kwanza kiujumla lengo la rais limefanikiwa kwa sababu alishasema toka mwanzo wa msimu lengo la Yanga ni kufuzu makundi. Unaona aliweka hiyo wazi katika mkutano wao mkuu. Anasema lengo la Yanga ni kufuzu makundi. Kwa hiyo hilo wamefanikiwa. Haijalishi umefuzu kwa namna gani. Kwa jasho na damu, kwa vicheko na kilio, yote umefuzu. Lakini kiuwanjani kwa mimi nilivyoangalia mechi hizi mbili walizocheza, Yanga bado imeacha maswali mengi. Unajua kuna wakati timu inashinda tunafurahia ushindi. Lakini ukweli tunashindwa kuwaelezea kwamba hawa watu wanacheza lakini hawachezi vizuri. Hawachezi vizuri kwa minajili kwamba sio kwamba kwa sababu tu wameshinda au wamefungwa. Jinsi mchezaji mmoja mmoja anaonyesha nini kwenye timu. Umeona? Kwa hiyo nikiwaangalia Yanga katika mechi hizi mbili, walikutana na timu ambayo ilikuwa bora, imeonyesha mapungufu yao. Kwamba nyinyi ni wazuri mabingwa wa Tanzania lakini mna mapungufu moja mbili. Hasa kwa wachezaji mmoja mmoja. Kingine unamwangalia timu, ukiangalia ile timu ya Roman Falls na hii ya Mabedi ambayo amecheza nayo kwa mechi hii ina mabadiliko makubwa. Ambaye tulimuona mechi nyingi akicheza Andambwile, safari Mabedi amekuja kumwanzisha kabisa, alimweka nje akamuingiza dakika za usiku kabisa. Pale katikati amekuja kucheza Duka Buya. Unamuona Pacome kwenye mechi iliyopita hakucheza kwenye kiwango kizuri. Mechi hii anacheza muda mwingi anachechemea labda kwa sababu ya majeruhi. Sasa unamuona amemaliza mechi mpaka dakika ile alotolewa muda mwingi kwa kidogo akiguswa anachechemea. Kwa hiyo hakuwa kwenye kiwango kizuri. Nimemwona Max ameonyesha kwa kiwango chake, amekuwa yule Max yule. Lakini kwa ujumla unaangalia ni kama project ya Yanga kama ilikuwa inayumba toka walivyochukua timu kina engineer 2020 walipoanza wachezaji wao waliowasajili wakina Mudasiri, wakina Jobu, kama walikuwa na miaka 20 sasa hizi wana miaka 25. Na kama walikuwa na miaka 23 24 sasa hizi wana miaka 20 ngapi 28. Kwa hiyo umri na nyuna unasumbua. Wachezaji walioletwa wapya wameshindwa kupenya kwenye kikosi. Changamoto. Kwa hiyo kuna wachezaji ambao wamecheza kwa misimu 4 mfululizo kwenye kiwango cha juu cha kuipa Yanga mafanikio yanayoonekana leo. Kucheza finali ya kombe la shirikisho, kucheza hatua ya makundi na robo finali. Kwa hiyo ni wachezaji ambao mili imeanza kuchoka. Umemwona Mudasiri jana alicheza lakini juzi alicheza lakini akatoka akaumia. Kwa hiyo ni project ambayo inabidi waivue. Nakumbuka kuna wakati mmoja kaka aliwaambia AC Milan wakati huo AC Milan ya moto ikapoteza ubingwa na Liverpool. Kaka aliwaambia viongozi wa AC Milan, timu yetu ni nzuri lakini viongozi tunabidi tuivue, tulete wachezaji wapi ambao watakuwa kunisupport mimi. Wale viongozi wa AC Milan walichofanya wakamuuza kaka. Lakini kilichotokea mpaka leo AC Milan inajitafuta. Kwa hiyo Yanga na wenyewe ni hivyo. Imeleta wachezaji ambao wameshindwa kuingia kwenye kikosi. Balakonte ambaye tegemea atakuja kuleta. Siri yake ni kwamba wale wachezaji wapi ambao wamekuja kwamba wasaidiane na hawa waliokuepo kwa sababu wameshindwa kusaidia. Inabidi hawa ambao walikuepo zamani waendelee na ule mzigo. Kwa hiyo mzigo sasa ukikutana na timu ambazo sasa zina ushindani hasa, zinazojua mbinu, ndio wale mapungufu yanaonekana kwa Yanga kiuchezaji. Unaona wanazidiwa. Kuna wakati mpaka unamuona Diala analazimika kutumia dakika 4 za nyongeza zile kuumia ili kupoza mpira. Yaani muda mwingi unaona hawa Silver Striker walikuwa bora kwa dakika kuanzia dakika 60. Yanga walikata moto kabisa. Unaona kuna wakati walipotea kabisa. Unaona mbona hii timu imepotea hivi? Unaona? Lakini kutokana na nini? Watu wamechoka, wamekimbizana sana misimu yote. Kuna wachezaji ambao wametoka kwenye chani, wameunga moja kwa moja, hawajapata hata muda wa kupumzika. Dickson Job na Baka. Unaona kabisa watu wamecheza mfululizo. Ndio kazi yao, wanawajibu kutumika hivyo, lakini mechi kwa timu hizi kama mfululizo wachezaji wanachoka. Na kingine kinachowasumbua Yanga na huu leo kaingia Froze hajamaliza muda, amekuja Mabedi na sasa hivi wanakuja na mwingine. Kwa hiyo nayo yenyewe inawafanya wachezaji wakose kujua kwa sababu kila mwalimu anakuja na jicho lake na mbinu zake. Celestine Yaku hatukumuona hapa. Unaona mtu ambaye tulimtegemea kuja kwake Yanga kungeleta kitu kipya. Matokeo yake tunamuona Edmundi, unaona Chikola ambao hakutegemewa kwamba hao wa kimataifa wangekuja, wangezidi kuziba ile Frank Yasinki hatumuoni. Tunaona watu wengine ambao wako pale Yanga wanacheza.
Israel Mwenda anachichemea, alikuwa kwenye kiwango kizuri. Kwa hiyo kule pembeni ambapo Yanga inakuwa na nguvu sana, imeshindwa kuonyesha kile ambacho Zimbo ametoka Simba, ametumika kwenye misimu yote kama misimu 11 mfululizo akiwa mchezaji kitegemeo kinara, amecheza dakika nyingi. Anakuja hapa ndo tunabidi tumtegemee. Ndio maana wakati mwingine unaona kule wanabidi wabadilishane na Boka. Kwa hiyo ni changamoto ambayo Yanga wanayo. Sawa, hapo kwenye changamoto kuna changamoto ya Yanga afu kuna changamoto ya Prince Dube. Prince Dube ameanza kukutana hizo changamoto akiwa Azam, alivyoumia mkono. Tangu alivyoumia siku anacheza na Wananchi. Siku anacheza na Yanga pale. Mpaka siku anawafunga Simba analia. Sio alimsema. Lakini sasa usimtafsiri kwenye urefu. Lazima msimu uliopita Dube kafanikiwa sana. Goli 12. Yaani unasikia? Tunajaribu kuunganisha matukio ambayo Dube ameshawahi kukutana nayo katika hali ngumu ambayo mara nyingi yeye mwenyewe alikuwa anashindwa kuyabeba. Akiwa Azam aliwahi kukutana na hali hii ambayo alikuwa anapata nafasi lakini mpira kuingia nyavuni ulikuwa ni mtihani. Kwa Young Africans inaonekana hivyo na hata baada ya mechi anaonekana hayuko sawa. Tafsiri ya Prince Dube katika eneo la ushambuliaji ni kuweka mpira nyavuni. Ndicho kitu ambacho watu wanataka waone Prince Dube akikifanya. Lakini imeshindikana kufanyika hivyo pindi ambapo hata nafasi za wazi zinavyopatikana. Andy Boyeli amepata nafasi ya wazi juzi akiwa Lilongwe. Nilikuwa nazungumza na jamaa akaniambia kutoka kwenye box kwenda kwa mpira wa kurusha. Sawa, ikawa hivyo. Namna gani sasa mchezaji kama huyu unaweza akatengenezwa akarudi kuwa vizuri? Ama atakuwa ni mchezaji wa muda, atakuja anavuma ndani ya wiki 2 afu anarudi kwenye hali yake? Ama ni kitu cha asili kwamba hakiwezi kubadilika ndani ya Prince Dube? Football is a game of mentality. Pakianza kuwa na shida hapa, huwezi kuperform. Si ndio maana kanyoa? Of course kunyoa ni style. Kunyoa ni kuondoa kila kitu. Kunyoa ni style. Unajua kwenye mwili wa binadamu ili uweze kufanya chochote kwa ufanisi ni lazima kuwa kuna mahusiano mazuri kati ya akili na mwili. Sasa Prince Dube mwili wake na akili zake bado kama vinazungumza lugha mbili tofauti. Uwanjani. Yaani mwili unahitaji kufanya kile ambacho watu wanatamani kuona kutoka Prince Dube. Ila kichwani mwake inakataa kabisa yani. Inaonekana na mzigo ambao kipindi ambapo iko Azam niliamini alitakiwa kupata mwanasaikolojia mzuri kwa sababu majeraha yalimfanya kutorudi kwenye ubora, akiamini anaweza kaumia tena. Nilikuwa naelewa. Alivyokuja Young Africans kwenye malisho mapya, ilikuwa ni moja kati ya option nzuri sana. Ambayo watu pia waliamini kwamba Prince Dube ataenda kuwa moja kati ya washambuliaji hatari. Ambayo mimi niliamini hivyo kwamba moja kati ya maamuzi sahihi alifanya Prince Dube ni kutoka Azam na kwenda sehemu nyingine yote hata kama singekuwa Yanga. Ni kwa sababu tayari alishaathirika kwenye kichwa chake. Kunapokwenda kwenye mazingira mapya unakutana na motivation nyingine mpya na kujenga na kuwa mpya. Ikaanza kumsumbua na yenyewe. Ilivyoanza kutokea sasa huku kwa Young Africans ikawa shida sio ile alikuwa nayo Azam. Shida ya huku sasa wakaanza kumhesabia dakika. Kwamba hajafunga na yeye ikaanza kumchukua hiyo. Unaelewa? Alivyopata goli, idara ya habari ya Young Africans ikafanya kitu kizuri sana. Ikatengeneza matumaini, ikamjenga, akarudi kwenye form. Baada ya kurejea kwenye form, akaperform kwenye kiwango ambacho alipaswa kusifiwa, na yeye mwenyewe akijifanyia tathmini anaona nilifanya vizuri sana. Sasa bahati mbaya nafikiri bado kuna vitu ambavyo sisi sio rahisi kuvifahamu, lakini kwenye taswira tu ya nje unaona huyu mtu kuna kitu kinamsumbua. Siku za nyuma hapa nafikiri pia aliingia migogoro na Young Africans. Kwa kuna mahitaji na usajili. Kwa kuna mahitaji sijui wanadaiana. Lakini alimalizwa. Sasa of course sasa walimaliza vipi? Namna gani? Unaelewa? Ndio maliza jambo la kwa. Ndio maana bado walimaliza vipi? Ndio maana tunamwona bado yupo. Kumaliza inaweza kaa sawa ni jambo jema. Kuielekea hayo matatizo kumaliza tulimalizaje? Inawezekana labda walimpa masharti ambayo
yanamtesa, nasemea mfano. Sio kwamba kitu ambacho kimefanyika. Kwa namna ambavyo namuona Dube. Wajua siku ile paka anakosa goli, anaomba sub. Manake kichwani anateseka, yani anaona kabisa mimi hakuna namna nyingine yoyote naweza kuisaidia hapa timu zaidi ya kuenda kuomba nafasi ya kukaa nje kwa sababu siko tena vizuri. So nafikiri hii sasa Young Africans kwa sababu bado wanaye mkataba wake, nafikiri bado unamfanya endelee kuwepo msimu mzima. Young Africans watahitaji wamemsajili Andy Boyer, lakini Andy Boyer inaonekana naye anachelewa kuingia kwenye mfumo. Labda mwalimu mpya, kwa sababu mwalimu huyu anayekuja ni miongoni mwa walimu bora sana barani Afrika, hususan Angola pale amefanya. Pengine anaweza kumsaidia. Anaweza kumsaidia lakini isimuondoe sana kwenye reli. Ujue Young Africans wamepita washambuliaji wengi. Unamkumbuka Yipe? Yipe wakati anakuja Young Africans hakuwa na wakati bora. Na aliondoka akiwa ni miongoni mwa washambuliaji ambao walipita kama upepo. Sasa Yipe ni sana kutana na Gharibu Mzinga. Akikuadisia wachezaji kutoka Kongo. Unaweza kujiuliza kwa nini wanacheza Kongo ikiwa Madrid, Barcelona, Liverpool na Manchester City. Lakini sasa ndio ukutana na Yipe, ukutana na Alikamwe akuadisia kuhusu Yipe. Lakini ni matukio ya kawaida ambayo kwa mfano Fernando Torres. Torres ni mmoja kati ya washambuliaji ambao alikuwa ni hatari sana. Unaweza kukiri hivi. Super kabisa. Lakini wakati anatoka Liverpool anaenda Chelsea, kilichotokea kila mtu anajua. Ni sawa pia alivyokuwa Eden Hazard. Eden Hazard wakati anatoka Chelsea kwenda Madrid. Hakuna mtu alitegemea kwamba Eden Hazard anaweza akawa yule. Yaani ilibaki kidogo tu angefikia uzito wako. Akapotea kuwa yule mchezaji ambaye watu walikuwa wanamtarajia. Lakini kule alitafsiri zaidi starehe. Sawa. Alikuwa anafanya vitu lakini tofauti na Torres. Torres Chelsea nafikiri na yeye aliathirika mentally kwa sababu Liverpool hawakumwaga vizuri. Sawa. Ndicho hiki pia kinatokea kwa Florian Wirtz wakati anatoka Ujerumani anakuja kujiunga na Liverpool. Mmoja kati ya wachezaji ambao wanatajwa kwamba wachezaji wazuri, lakini sasa hivi mpaka sasa hivi Liverpool watu wanaanza mbona kama kiwango chake sio kile. Hawamfuatilii. Katika mchezaji anaongeza nafasi nyingi Liverpool. Mimi naamini Dube ana nafasi ya kurudi kwa sababu unajua wachezaji magoli washambuliaji magoli yanakauka, yani ni kawaida kwenye mpira. Kuna wakati unakuwa kwenye kiwango kizuri, hata mpira ukiugonga na ugoko unaingia golini, alafu kuna wakati mambo yanakataa kabisa. Hiyo duniani kote ipo. Cha msingi uongozi wa Yanga wakae naye chini wazungumze kama kweli wanaendelea kumhitaji kwa sababu ni mchezaji mzuri ambaye ana uwezo wa kufunga na amethibitisha kwenye msimu uliopita goli 13 alizofunga. Ukija kuangalia na zile goli za kwenye ligi ya mabingwa alizofunga, alikuwa na mchango wa kipekee sana. Ana uwezo, labda ana matatizo mengine ya nje uwanja, familia na nini. Mimi naamini kinachowafanya Young Africans mashabiki pamoja na watu ambao wanafuatilia mpira wa Tanzania kuanza kumzungumza ni Prince Dube ni kile ambacho alikifanya Fiston Mayele. Na hata mshambuliaji yote ambaye atakuja Young Africans lazima atapewa viatu vya Mayele. Ingia kwanza kwenye hivi viatu alafu tukuone, je, utakuwa ni yule ambaye aliwahi kuja hapa. Kwa hiyo asingepita Mayele, pengine baada ya Yipe wangekuja watu wengine ambao Sole nakwambia hata Mayele watu walimzomea mara kwanza kabla ya kuja kukaa vizuri, kukaa kwenye mstari, kuwapa kile ambacho anakitaka. Kwa hiyo ni swala ambayo mchezaji ukizomewa, yani mfano mzuri ni Kibu. Unajua Kibu anazomewa sana lakini bado anapambana. Msimu mzima almost anaondoka bila kufunga hata goli. Na wala hajali. Yeye anaamua kuonyesha watu. Na kuna siku ambayo yeye hamtaki kabisa, yeye ndo anainuka. Kama kule Iswatini. Watu walikuwa hawataki kabisa kumuona hata kuja. Kapewa nafasi, kapiga 2, timu imepiga 3 imeondoka. Kwa hiyo nadhani Mungu wake peke yake. Sasa sana Andrew Kinga Mkono kwa tafsiri hiyo ya lugha nyepesi kwenye michezo baada ya Young Africans kufuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Muda mchache baadaye wakamtangaza kocha mkuu wa kikosi hicho ambaye ni Pedro Goncalves baada ya kufuzu hatua ya makundi, ambapo kocha huyo raia Ureno ataiongoza timu hiyo akirithi mikoba ya Romain Folz aliyetimuliwa Oktoba 18. Kocha huyo amewahi kufundisha timu za Sporting SP ya Ureno, lakini timu ya taifa ya Ureno ya vijana pamoja na timu za vijana kwenye mataifa ya Angola, sambamba na kuwa kocha wa timu ya taifa ya Angola ambaye alipeleka katika mashindano ya AFCON 2023 akiwa ni kocha mkuu. Huyo naye muona hapo ni Pedro Goncalves ambaye amewahi pia
kuwa kocha msaidizi kwenye klabu ya Sporting CP ya Ureno. Miongoni mwa timu kubwa ambazo zipo barani Ulaya na nchini Ureno, basi huwezi kuacha kuitaja Sporting CP ya Ureno. Yuko hapa Dar es Salaam, yupo kwa wananchi Young Africans, anaendelea na kile ambacho mtangulizi wake Romain Folz aliishia njiani. Kitu gani ambacho atakifanya kocha huyu? Hebu tusubiri tuone kitu ambacho ataingia nacho. Hivi kocha ameingia na benchi lake la ufundi? Kocha tegemea mahitaji, lakini Nimeona wengi sasa hivi amekuja na msaidizi wake anaitwa Filipe Pedro na anaitwa. maana hiyo Patrick Mabedi atatafuta sehemu ya Mabedi tayari wameshatangaza kuwa ni mkurugenzi wa ufundi. Atakuwa mkurugenzi wa ufundi. Okay, kwa maana hiyo Mabedi mkurugenzi wa ufundi, alafu hawa wasaidizi wake watasaidiana naye. Ni mfumo tu wa kawaida kuondoa umbea na maneno ya kwenye korido. Ndio tatizo. Sasa wazungu wanafanya umbea Sana. Umbea si hisia tu ambazo kubaliana nazo. Umbea sio kitu kibaya. Umbea ni taarifa ambazo ni rasmi zinapozungumzwa kwenye kundi la watu ili watu waweze kudadavua. Kwa mfano Rashid, wewe tumesikia kweli umegombana labda na familia yako. Haulali nyumbani. Kwa nini tusijadili? Kwa nini tusijadili? Tujadili watu wajue. Yaani wakikuona wewe wajue. Mmeshajadili. Ndio mnaletea solution. Tunakujua. Ni kukosa tu muda wa kufanya vitu vya msingi. Uvivu wa kulima. Hili ambalo Young Africans wamelifanya baada ya Romain Folz kuondoka, wanamchukua Pedro Goncalves akiwa na rekodi nzuri ya kuipeleka Angola AFCON 2023. Lakini nilikuwa nikiangalia takwimu zake akiwa na Angola, takriban michezo 62 ambayo amesimamia akiwa na klabu na timu ya taifa ya Angola. Michezo 22 akishinda, lakini michezo 27 akitoa sare. Michezo 13 akipoteza. Kwa uwiano wa kiufundishaji lakini pia ukusanyaji wa alama. Michezo 62, 22 kwa 27, 13. Sawa? Mimi niseme kile ambacho naamini. Ukiacha na hizo namba ulizokuwa nazo. Lakini mpira upo kwenye namba. Ni sana ambavyo leo anaweza kumzungumzia huwa anasema hachezi vizuri, lakini tazama namba. Hata kwenye kocha pia tunaweza tukatazama namba. Tukitazama namba ndio tukubaliana na maneno yangu siku ya kwanza kati Young Africans wanamtangaza Romain Folz. Nilisema ni mwalimu ambaye havutii kwa namba kabisa, completely. Alikuwa havutii. Lakini nini Young Africans waliona? Wao wanaamini kuna kitu waliona cha ziada. Hizi namba alizoondoka nazo Yanga akienda sehemu fulani kujitambulisha kwamba mwe kupita Young Africans, namba zitambeba. Sio tu namba kaka. Timu tu kwa ujumla wake, ni CV ya timu peke yake. Ienda kumfanya Romain Folz kwenda kula maisha. Sawa. Unajua kuna namna kwa Pedro Goncalves, namba ambazo tunazungumzia timu ya taifa ya Angola ni mechi 62. Hizo mechi 22 ambazo ameshinda 27 sare, lakini 13 akipoteza. Unatafsiri vipi matukio haya akiwa na timu ya taifa ya Angola? Timu ya taifa na club level ni vitu viwili tofauti sana. National team, kwa national team kwanza ukutani na wachezaji mara kwa mara, una choose the best ambaye yuko tayari ili aje kupe matokeo kwenye short project ambayo mtakuwa nayo. Club level unaishi maisha ya kila siku na wachezaji hao. Una jukumu la kwanza kuongeza uwezo wa mchezaji. Jukumu la pili kuifanya timu kupata matokeo. Jukumu la tatu kuifanya timu kuwa bora na kuvutia. Unakuwa na majukumu mengi kwenye club level tofauti na national team. National team unaweza ukakaa tu ukaleta tu sababu na ikakubalika kwamba kama ambayo leto Tanzania kwamba wachezaji wengi wa Tanzania wanaoanza hawaanzi kwenye vilabu vyao. Watu wakiangalia wanaona ni kweli. Lakini sasa wewe ukishakuwa kwenye majukumu ya club huwezi kuja na hizo sababu. Hujampenda Mankasole utamsajili Kinga Mkono. Hujampenda Kinga Mkono utamsajili Rashid Hamis. Atakuja atafanya kazi, si ndio? Sasa huyu mwalimu ni mwalimu ambaye kafanya kazi na vijana wadogo kwa muda mrefu sana. Toka akiwa huko Ureno kwao, Yudi Songo Premier Agosto ndo wakamleta. Songo ndo alimtoa Ulaya wakamleta Angola.
na ni kwa sababu ya mahusiano ya Ureno na Angola. Akakaa pale Agosto akatengeneza vijana wengi. Udisongo ni ya Angola? Nani wale Agosto. Primero de Agosto. Yes. Japo Msumbiji na wenyewe wanakitwanga Kireno. Yes. De Agosto. Yeye akakaa pale kwa muda mrefu, akawa anajaribu kudevelop vijana. Develop vijana na akaonekana ni kazi ambayo anaiweza sana. Na akafanikiwa. Baadaye akapewa national team ya under 17 ya Ureno. 2019 walikuja hapa. Wakatwanga hapa, walivyotwanga akaendelea kudevelop vijana kutoka kwenye level moja kwenda kwenye level ya pili. Ana jicho zuri la kumtazama mchezaji huyu anakuwa, huyu akui. Hilo jicho lake la kwanza. Tafsiri yake ni kwamba tutategemea vijana wengi wanaweza kutengenezwa kwenye mikono ya Pedro Goncalves akiwa Young Africans. Itategemeana na kile ambacho unajua bahati nzuri au bahati mbaya kwake, Young Africans wana target yao, ambayo hiyo target inakupa wewe uende ukaikamilishe, haikupi nafasi ya jicho lingine la pili. Hiyo nafasi anapewa mtu mwingine ambaye ndo wanapita, kapewa sasa hilo jicho la pembeni. Sasa yeye, mimi nilichokuwa nakwambia, moja kati ya strengths yake kubwa ni kuwa na uwezo wa kudevelop performance ya mchezaji mmoja mmoja. Ni kitu ambacho kwa Young Africans, kwa kundi ambalo limesajiliwa msimu huu, ni anaweza kufanya vizuri. Kitu cha pili, sio mwalimu mzoefu kwenye pressure kubwa kwenye ngazi ya vilabu. Na Young Africans washaingia kwenye hiyo pressure. Sasa hivi ni vilabu, ni moja kati ya club barani Afrika ambayo matokeo yake yoyote yanajadilika pande yote ya Afrika. Sasa wamefanikiwa na kwenda group stage. Young Africans iliyopo mezani inahitaji utulivu na namna kuidevelop team. Sasa hili ni jukumu lake. Moja kati ya sifa ambayo inazungumzwa ni hiyo ambayo umejaribu kumention. Kwamba performance akiwa na national team ya Angola. Hilo ni jukumu lake ambayo ndio watu wengi wana relay humo. Lakini kwenye club level ina mahitaji tofauti. Japo unaweza kusema hapana, kwamba kama aliweza kufanikiwa huku ambapo anakaa kwa muda mfupi na wachezaji, akija huku anakaa na muda mrefu na wachezaji, kuna uwezekano wa kufanikiwa zaidi. Lakini bado mimi naamini tumpe muda wa kumtazama zaidi. Sawa. Andrew Kingamkono, kocha ambaye amewahi kupita kwenye project mbalimbali za vijana. Ina maana kwamba ni kocha ambaye amewahi kuishi katika maisha ya kutengeneza wachezaji. Anaenda kukutana na wachezaji ambao tayari ni watu wazima, wengi huwezi kuanza tena kumfundisha ABC za mpira, kwamba mpira unatulizwa hivi, mpira unaenda hivi, mpira uko hivi. Tutarajie mabadiliko ambayo anaenda kuyatengeneza kwenye kosi ya Yanga Pedro Goncalves yanaweza yakawa yapi? Kuweza kuleta lile soka ambalo watu wanahitaji, la kwa maana la soka la kiufundi, lakini timu pia iwe na ushindi, ama itengeneze nafasi na iweze kufunga. Kama kuna kosa ambalo mara nyingi klabu zetu na za Tanzania zinafanya ni kutokuwa na mpango wa muda mrefu. Nimeona mkataba alompa ni mpaka mwisho wa msimu. Kwa hiyo sasa mpaka mwisho wa msimu ni mkataba wake ambao amempa. Kwa hiyo anakuja kufanya kazi kwa kipindi kifupi ambacho kitamfanya wakati mwingine tusipate kile ambacho tunategemea kutoka kwake, kama Angola walivyofaidika kutoka kwake. Angola walimpa muda mrefu, wakafaidika na miaka 6 alokaa Angola, amewasaidia sana Angola kujenga mpira wao na timu ya taifa. Tafsiri ya mkataba huu ni kama unavizia tunamvizia yani kwamba baadaye mwisho wa siku akifanya vizuri tumchukue, au ndio ile mtu kama alivyoondoka Mirudi, kama mwisho wa siku mkataba visha wao inaondoka. Timu imefanya vizuri lakini mnashindwa kukaa chini, mtu anaweza akatafuta sehemu nyingine kwa sababu anajua mimi kwa muda mfupi. Lakini yeye ni muumini wa kucheza soka la kushambulia na anapenda watu wanaweza kukana mpira. Unajua Leno wana asili ya kucheza mpira, kumiliki mpira. Kwa hiyo kwa Yanga wachezaji wanao, changamoto yake ni kuwarudisha kisaikolojia mchezoni, kwamba wale wachezaji wengine ndio hivyo, siku zinakimbia. Je, wataweza kumpa kile anachokitaka? Wataweza kucheza kwa kasi anayotaka yeye? Hiyo ndio changamoto ambayo atakutana nayo kwenye kikosi cha Yanga. Lakini akiaminika vizuri
na uongozi ukampa nafasi kwa wachezaji atakaowachagua yeye kuwatumia na kuwapa nafasi, uongozi ukakaa pembeni ukamwacha afanye kile anachokifanya, basi Yanga anaweza kupata kikubwa zaidi kutoka kwake. Yanga anaweza kupata kikubwa zaidi kutoka kwake kama ataweza pia kumwamini na kumpatia nafasi ya kutengeneza wachezaji ambao mwenye anahitaji. Hayo anazungumza na Andrew Kinga Mkono, mchambuzi ambaye tuko naye hapa tukiangazia swala la Young Africans kumtambulisha Pedro Goncalves, kocha aliyekuwa na kikosi cha timu ya taifa ya Angola na akaenda nao kwenye AFCON 2023 akitengeneza pia rekodi mbalimbali akiwa na timu hiyo ya taifa. Lakini tuhamie kwenye taarifa nyingine ambayo inahusu kombe la shirikisho barani Afrika. Azam FC kwa mara ya kwanza baada ya takriban miaka zaidi ya 20 imetinga hatua ya makundi kwenye mashindano ya CAF, ambapo imetimiza ndoto ya muda mrefu baada ya kutinga hatua ya makundi kwa mara ya kwanza kwa kuondosha KMKM ya Zanzibar kwa ushindi wa jumla mabao 9-0. Katika mchezo wa kwanza Azam iliweza kupata ushindi wa mabao 2-0 ikiwa visiwani Zanzibar baada ya kurudiana kwenye uwanja wa Chamazi. Matajiri hao wa jiji waliweza kutoa kipigo kikubwa cha mabao 7-0 baada ya mchezo huo kumalizika. Katibu mkuu wa serikali Gerson Msigwa alikadhibu msemaji mkuu wa serikali pamoja na katibu mkuu wizara ya utamaduni, sanaa na michezo Gerson Msigwa alikabidhi fedha ya goli la mama kwa wachezaji wa Azam FC ambao wamevuna fedha nyingi zaidi la goli la mama. Naam, tutazame kidogo kwa yale magoli ambayo yaliweza kufungwa katika mchezo huo, jinsi ambavyo Azam iliweza kuyapika magoli 7 katika mchezo wa marudiano dhidi ya KMKM. Faisal anafanikiwa kumwacha kwanza. Faisal Idinado mambo fresh kabisa kwake Idinado, mambo poa kwa Azam FC. Kazi nzuri ya Faisal Salum Feito Abdallah, pasi ya upendo ile, pasi ya kumtafuta Idinado. Wanakwenda kupokezana kwenye jukwaa kuu wakiona namna gani kile ambacho umekiwekeza kinalipa. Hiyo ni sauti ya Aibu Hinjo kati ikisherehesha magoli 7 ambayo Azam FC iliyapata katika mchezo wa marudiano kombe la shirikisho barani Afrika, na mchezo ambao uliweza kuzalisha magoli 7 kwa jumla magoli 9, hivyo Azam kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho. Kwa sasa ndio nakwambia inatokea hii ni mifumo. Unaweza kaenda mara network iko chini. Tutakuja wataenda na network yao. Siku network yetu kama hiyo yenu iko chini, wewe sisi wa boost ya kwetu ili mambo yaende vizuri. Kwa sababu hili swala unajua linapokuja swala la kwa maana yake la hizi timu na mwalimu pia na train na timu maka train leo kuna mazoezi leo lazima atakuwepo kwenye mazoezi na atatazama jinsi itakavyoenda. Mabedi atakuwa amemalizia kazi yake, kwa Mabedi atapanga bana timu hapo ni hapa. Kwa hiyo Mabedi anakuwa kocha msaidizi namba 2. Uzuri wanaenda kukutana na timu ambayo katika misimu 7 hajawahi kufungwa na nani. Hajamfunga mechi 7 zilizopita amfunga. Wakati wote tulikuwa tunazungumzia issue ya Azam kabla tujaenda kwenye mkutano wa waandishi wa habari na Young Africans pamoja na Mtibwa Sugar. Azam FC inatinga hatua ya makundi kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza. Walitengeneza vikosi vingi sana ambavyo waliamini pengine vingeweza kuwafikisha hapo, lakini kikosi hiki kina tofauti gani kwanza Rashid na vikosi vingine vyote ambavyo wali kutengenezwa kwa ajili ya kampeni ya kuingia hatua ya makundi? Mentality ndio tofauti wa squad hii na squad zilizopita. Always nasema hapa mpira wa miguu unaanza kichwani. Azam FC inafanikiwa na itafanikiwa sana kwa sababu kichwani wachezaji, viongozi, benchi zima la ufundi wako 100% timamu. Umeona? Na ujio wa Ibenge ndio ambao umeenda kuleta hiyo positive mind kwa kila mtu, kuanzia mashabiki, viongozi na wachezaji. Wachezaji wenyewe walikuwa wanatamani na wanatamani kufanya kazi na Ibenge. Uongozi unatamani mafanikio waliokuwa nayo Ibenge na wasifu waliokuwa nao vimekwenda vimematch. Kwa hiyo unakuta kila mmoja anaenda kwenye rhythm ambayo ni sambamba na kile ambacho watu wengi wanakifanya.
So unaona kwenye mchezaji mmoja kuna wachezaji ujue hapa wamesajiliwa Azam na hawachezi, lakini hakuna mtu anazungumzia. Nakumbuka Diallo Dudu. Yeah. Kwenye hili la wachezaji, wakati Azam wanaanza usajili wao walifanya pia utaratibu wa kurudisha wachezaji wao ambao wamewahi kupita kwenye timu hilo. Himidi Mao alikuwa ni miongoni mwa wachezaji walirudishwa, Aish Manula, Edward Manyama amerudishwa hapo. Walikuwa wanatengeneza timu ambayo itakuwa na watu ambao wanaijua timu, wachezaji ambao wanaifahamu timu na nini ambacho timu inahitaji kwenye mahitaji ya kiuchezaji. Tunaweza tukasema pia Azam imekutana na miongoni mwa timu ambazo kwenye uzito unaweza ukaweka Azam na KMK mkono ni vitu viwili tofauti. Pengine imekuwa ni tiketi rahisi kwa Azam kuingia makundi. Imekuwa tiketi rahisi sana. Kwa sababu ukilinganisha, unajua nilikuwa Zanzibar. Nilikuwa Zanzibar. Kwenye mchezo wa kwanza wa Azam au KMK na Azam. Mimi nikienda mahala huwa napenda kujua vitu vingi kuhusiana na hiyo. Sasa umbea ule kunazungumza muda ule kunasema kwamba umbea kwenye mpira sasa kweli umbea umekiri anatafuta mambo yasiyomhusu kweli umbea lakini waliwasha kwa bie hebu niambie sasa wale jamaa wakawa wanafanyaje unajua wale wakitraining ndio teams kama hivi timu na training una maji nini matunda wale bana kitreni wanakuwa na ndoo yao ya uji KMK wana ndoo ya uji na maji yao ya hesabu makosoro huyu maji unatupa tunakuwa tunafinya vile unatupa hesabu chupa chako kidogo hivi kwa timing, kwa unakunywa kwa timing. Ndoo ya uji inahusiana ndoo ya uji pale, kwa sababu pale hamna kempu. Baada ya mazoezi upiga pale uji wako unachapa hapa zako mtaani. Hawakai kempu? Kweli? Talifuatilia hilo. Sijui kama unanilisha matango pole. Sasa alikuwepo Zanzibar unambishia vipi? Ulikuwepo? Kikosi maalum cha kuzuia magendo. Wewe ulikuwepo na kuuliza ulikuwepo? Kwa hiyo wale sasa kafikiria hii ndio timu ambayo inataka kucheza Champions League kweli? Inaishi hivi? Akasema hapana. Sema sio kweli. Sasa siku ya mchezo. Siku ya mchezo unajua sisi tunafika pale mapema nini tunaandaa vitu vyetu. Tukafika pale tumetulia tumekaa pale. Tulikuwa tumepumzika, kuna kitu kwa tunasubiria kwa tumepumzika. Ghafla jamaa wanaingia. Mimi mara kwanza kati wanaingia sikujua kama ni timu. Nilijua bali kundi la vijana wachache wameletwa kuja kuweka mabango sawa na utaratibu. Ndio. Nikasema sio kweli. Kama ndio hao. Nikasema Azam ana kila sababu ya kwenda hatua wanaofuata. Na hata kama itatokea hawa ndio wanapita. Safari yao fupi. Yaani sio safari fupi. Inawezekana ikatengeneza historia mbaya yani ya kwa sawa. Lakini mwisho wa siku kafanikiwa Azam. Njia kwangu ambayo niliona kwa ilikuwa nyepesi sana. Azam FC kitu alichokuwa nakililia na kukiomba ni kushiriki group stage. Bas. Kwanza hilo ndilo kwanza. Kwa sababu ili ujue kusoma na kuandika, si lazima uandikishwe uende shule. Sasa ukishajua kusoma na kuandika sasa ndio linakuja swala la pili. Una akili au una za kufaulu mtihani? Si unaelewa? Kwa Azam umeshaandikishwa shule. Kwa sasa jukumu la kusoma na kuandika linaanza. Wakishajua kusoma na kuandika tunaanza kuuliza sasa tunaangalia mna akili au hamna. Mtafaulu mitihani au mtafeli? Au sio bana? Lakini lengo la kwanza limetimia. Ni kupongeza uongozi mzima wa Azam FC kwa jitihada kubwa ambazo wamezifanya kila msimu. Azam imekuwa ikifanya ikiweka uwekezaji wa wachezaji kila msimu inafanya uwekezaji. Lakini wamekuja kufanikiwa kwenye eneo ambalo pengine walichelewa kuliona hili. Na mimi ninakwambia Mangasole hapa leo. Walichokifanya Azam FC msimu huu kwa kumleta Ibenge ndicho wanatakiwa Simba na Yanga waishi hayo maisha. Simba na Yanga waishi hayo maisha.
Simba na Yanga wamekuwa kiintroduce walimu ambao mbona Simba maisha kumleta kocha kutoka Benchika Usma Benchika peke yake. Yes. Umeelewa? Yaani umeona Benchika ndo daraja la walimu ambao wanatakiwa kuja Simba na Yanga. Walimu wengi ambao wamekuwa Simba na Yanga wanaointroduce ni kama wanawatengenezea wao Rashid, zaidi madaraja kufanyaje? Rashid, mimi nadhani kuna vitu viwili. Timu inatengenezwa na kocha, timu inatengenezwa pia na wachezaji bora. Kwani Benchika si ndo alikaa pale kwenye benchi la ufundi la Tabora. Sasa Benchika unaona mahitaji yake? Harudi vyumbani. Mahitaji yake yalikuwa makubwa, Simba alishindwa kuafford. Singida alikuwa Singida pale amekaa pale Semlita ameshindwa kurudi vyumbani. Anawaza. Sasa ni kocha mkubwa lakini hakupata mahitaji yale ambayo alikuwa anahitaji. Umeelewa? Sasa issue sio kocha sasa. Ndio maana hata leo unaweza kuzungumza kwamba Fadlu ameipeleka Simba finali kombe la shirikisho. Hakuwa ni kocha mkubwa hivi ambavyo Afrika walikuwa wanamuona kwamba anaweza akafanya kitu kikubwa, lakini amekutana na wachezaji ambao wanaweza wakampatia kile ambacho anakihitaji. Simba imemheshimisha Fadlu. Kwa hiyo uongo bana. Kinga mkono. Azam kufuzu hatua ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni hatua ambayo walikuwa wanahitaji. Kuna cha kuadai baada ya kuingia kwenye hilo kundi lake ambalo watapangwa kwenye draw itakayofanyika hivi karibuni. Lazima tuwadai kwa sababu kwa huko walipotokea ulikuwa unaonekana mzani wao wana kilo 10, wapinzani wao wana kilo 5. Kwa walikuwa wamewazidi sehemu kubwa wapinzani wao, hasa kwa aina ya uwekezaji wao na yani timu nzima ukiangalia hata kifedha, kiuchezaji mmoja mmoja walikuwa wanaonekana wao bora kuliko wapinzani wao. Japokuwa mpira ndio ulikuwa unaamua nini kitatokea, na mechi ya Dar es Salaam ilithibitishwa zaidi kwamba wao walikuwa bora zaidi. Kwa hiyo huku sasa ndio mashindano yanaanza. Na mimi sisemi huku mashindano yao Azam naanza kuhesabia kuanzia mechi yao ya kesho kutwa dhidi ya Singida. Tunaanza kuwapima, naanza kumpima Ibenge na timu yake. Ndiona JKT alisumbuka, lakini nataka nianze kumpima akikutana na walimu wa kaliba yake. Anakutana na Gamondi kesho kutwa kwenye mechi ya dhidi ya Singida. Alafu sasa kwenye kafu huku sasa ndio tunaenda kuona aina gani ambayo anawapa Azam kile wanachokitaka. Hatua gani unatazama Azam inaweza ikafika kwenye kombe la shirikisho? Ni mapema, lakini kwa sababu tungeona watu kwenye kundi lake tungesema ni nani na nani, lakini kwa sababu kwangu mimi akifanikiwa kwenda raundi ya robo finali itakuwa mafanikio makubwa sana kwake. Kwa hiyo cha msingi apate point ili azoee mashindano. David Pande tunaiona Azam ikiingia robo finali kama mbona. Kwanza mimi Azam si wadai. Umemalizana nao? Mimi nimemalizana nao. Sawa. Kwa hiyo watakachokifanya kwenye group stage hicho tutakipokea. Mimi nawadai. Nawadai kwa sababu wamemleta mtu ambaye anastahili kuwapa kitu na wana wachezaji wengi wakubwa. Kwa hiyo nataka niwaone wakienda wakivuzu raundi nyingine. Sawa, mimi sitaki kudai mtu. Bonus. Wanaweza kufanikiwa. Wanaweza kufanikiwa. Kubwa bonus mimi. Kwa sababu Azam watakuwa poti ya mwisho kabisa. Wana Azam wanatakiwa kupambana kutoka kwenye hilo poti. Wasogee waje kwenye mapoti. Wakati wa mapoti mengine sasa. Naanza kusema sasa na wadai. Wakati Azam ikifuzu hatua hiyo ya makundi kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza, ni sasa na Singida Black Stars na wenyewe wameweza kufuzu pia hatua hiyo kwa kuichapa Flambeau Center ya kule nchini Burundi kwa tofauti ya magoli 4-2 ambao waliyavuna katika michezo yote miwili. Hivyo Singida Black Stars chini ya kocha Miguel Gamondi na wenyewe wanaweza kuenda huko na wakajaribu kile ambacho wanaweza kukifanya. Rashid, Singida kwenda hatua makundi inashangaza au ni ukuaji pia wa ligi yetu? Ni wanasema unaosema Kiswahili wanasema ni chui ya leva ngozi ya kondoo. Ndio Singida Black Stars. Kondoo aleva ngozi ya chui. Kondoo ni chui aleva ngozi ya kondoo. Yaani unaona kondoo. Kwa nje anaonekana kondoo. Kwa ndani ni chui. Hilo unaweza kumla. Sasa ndo hapo sasa. Ndo utapoingia sasa. Jipindua sasa. Ndo linakukuta jambo. Linakukuta jambo sasa. Mimi nataka ngozi. Chakula ngozi. Sasa ndo linakukuta jambo, ndo Singida Black Stars. Singida Black Stars inajengwa na wachezaji wazoefu sana. Benchi la ufundi lina watu wazoefu sana. Lakini jina la timu ni moja kati ya timu changa sana. Kwa hiyo Azam FC, Singida Black Stars wote watakuwa kwenye hilo poti. Manake ni timu ambazo zinaonekana zinahitaji muda kuweza kujitengenezea platform nyingine. Nililiona hili
kutokana na aina ya wapinzani ambao pia walikuwa wakikutana nao. Mpinzani wa kwanza ambaye alicheza na Singida Black Stars, walimuona kama Singida Black Stars, Rayon Sport alikuwa ni mkubwa sana kuliko Singida Black Stars. Lakini Rayon hawakuliona hili kama huyu ni chui ambaye kajificha kwenye ngozi ambayo sio ya chui. Wakaenda wakaathirika. Baada ya pale wakaja kutaka kuja kuonyesha utofauti ni nini. Goalkeeper wao akaja kufanya makosa ya kitoto. Mechi mkondo wa pili wanakutana na Flambeau du Centre. Flambeau waligundua kwamba wanakutana na timu nzuri, lakini wao pia hawakuwa na timu nzuri. Walikuwa na vijana wengi ambao ndio kwa mara yao ya kwanza, na wao ni kama wanaenda ku-experience. Lakini walikuwa na experience kupitia jina la timu, kwa sababu timu sio ngeni kwenye mashindano ya CAF. Kwa kuna kitu walikuwa wanajifunza. Bahati mbaya yao ni kwamba walikutana na timu changa yenye wachezaji wazoefu kwenye CAF competition, ambayo hiyo experience ili kundi la wachezaji wachanga ambao walikuwa Flambeau ndio walikuwa wanayaishi hayo maisha. Kwa hiyo wakakutana na watu ambao wanachokitaka wao ndicho wanachokiishi. Okay. Kwa wakutana nyakati ngumu sana ambazo angalia hata kwenye mabadiliko yaliyofanyika. Mwalimu kamtoa Asogi baada ya kufanya makosa ya kizembe sana. Amas. Akamleta Masalanga. Wale waliona kama ni advantage. Lakini experience alikuwa nayo Masalanga sasa hivi kuifanya Singida kuwa eneo sahihi. Rashid, tuweke nukta hapo kwenye hili linalohusu timu zetu nne zote ambazo zimefuzu hatua ya makundi ligi ya mabingwa pamoja na kombe la shirikisho Afrika. Lakini nikusomee tu taarifa nyingine ambayo inahusu ligi kuu ya NBC. Mbeya City imeendelea kusalia kileleni mwa ligi kuu ya NBC baada ya michezo mbalimbali ambayo imechezwa. Ni baada ya kugawana alama na JKT Tanzania katika mchezo ambao ulitoka na sare ya mabao 2-2 kwenye mechi iliyopigwa kwenye uwanja wa KMC Complex Jumamosi. Mbeya City ilikuwa na hali hiyo, lakini imekuwa na nani nyingi sana, imekuwa na sare nyingi. Inapata mechi kwamba imalize, inashindwa kumaliza. Hao Mbeya City hao. Yaani kama mechi ya mwisho mimi binafsi ni declare. Yaani simpenda boli. Nilisikitishwa na matokeo yale. Kwa sababu tayari mechi walishaichukua. Lakini kuna moment mbili zilifanywa na JKT Tanzania. Ya kwanza walikosa. Ya pili lile goli kuna mtu nilikuwa naye anatazama ile mechi. Nikamwona hii moment inaenda kwenye kufa kwenye goli. Kwa sababu gani unajua? Niliona ile safu ya ulinzi ya Mbeya City. Ni kama ilipoteza concentration kwa kiwango kikubwa. Na miili yao ilikuwa inaonyesha kwamba imechoka. Mpira umeisha. Haiwezekani Gado. Unajua Gado ni beki namba 2. Lakini Gado alienda kureceive mpira kwenye eneo la center back wa Mbeya City kama mshambuliaji na ndio alitoa pasi kwa tuache hao wazee wa nyundo. Kutokana na swala la muda pia nikutajie baadhi ya mechi ambazo pia ziliweza kuchezwa, ni pamoja na Mashujaa ambayo ilifunga Namungo bao 1-0 uwanja wa Lake Tanganyika pale Kigoma, ulishuhudia tanangi huu. Lakini Fountain Gate mwenyewe alishinda bao 1 kwa Mashujaa alishinda bao 1-0, lakini mechi nyingine iliweza kuitengeneza KMC kwenda takriban mechi 4 bila ushindi kwenye ligi kuu ya NBC. Hao nao wanapoenda ni kule ambapo ndugu zao walikuwa wanaenda, tunaona kama wanatania na baadaye mpaka wanashuka. Lakini taarifa ya mwisho kwenye soka letu inahusu timu ya taifa ya wanawake ya Tanzania Twiga Stars ambayo imeelekea kule nchini Ethiopia kuweza kucheza mchezo wa pili dhidi ya Ethiopia katika kutafuta tiketi ya kufuzu AFCON 2026, mchezo ambao utachezwa kesho. Kwenye mchezo wa kwanza Twiga Stars ilifanikiwa kupata ushindi wa mabao 2-0 kwenye uwanja Azam Complex Chamazi, na hii ni taarifa ya timu za Karuge ambayo imesafiri na timu hiyo kuelekea kule nchini Ethiopia. Taarifa hiyo muda si mrefu itaweza kutufikia, tuweza kujua nini ambacho timu za Karuge pia amekiandaa kutoka huko Ethiopia ambapo wamesafiri na Twiga Stars kwenda. Hautaki kusafiri na Twiga Stars? Twiga Stars hapa. Hautaki. Sasa hivi na majukumu mengi sana. Sasa sehemu ya jukumu lako? Mengi sana. Twiga Stars ni timu ya taifa. Twiga Stars timu ya wanawake. Hata hivyo usingesafiri naye. Kwa sababu gani? Kabla ningetaka ningesafiri. Wewe ungeenda kuchambua. Gift sashaenda? Gift match kwa concept yako wewe. Gift match kashasafiri. Kama nani? Kama nani vipi? Sasa ni timu za msafiri kama nani?
Andrew Kingamkono. Naam. Twiga Stars mimi ni miongoni mwa timu ambazo huwa sina hofu nazo zipinde ambapo zinaamua kufanya kitu. Mechi dhidi ya Ethiopia mabao 2-0 tumetangulia. Kuna namna ambavyo tunaweza tukatengeneza uwiano mzuri wa ushindi katika mechi zote mbili ili tuweze kuisogelea ile tiketi ya AFCON 2026. Kwa kile nilichokiona kwa mechi ya Dar es Salaam, mechi ilikuwa ngumu lakini JKT waweza kutumia nafasi chache walizopata kushinda. Twiga mazoea Twiga walitumia nafasi zao chache wakapata ushindi. Na naona kabisa kwamba soka ya Ethiopia wanawake kidogo kama imeshuka kulinganisha na miaka ile ya mwanzoni ambayo ile mwanzoni 2000 unajua walikuwa mara nyingi wakija hapa wanaifunga timu yetu. Lakini sasa hivi sisi kwa sababu kwa tuna ligi ya wanawake ambayo inachezwa, kwa hiyo imetuongezea ubora wa wachezaji wetu. Kwa hiyo hii inaipa sababu Twiga Stars nafasi ya kuendeleza kufuzu kwa mara nyingine kwa AFCON, kwa sababu naona kuna kila sababu. Goli 2 ni nyingi. Sioni kama wana nafasi ya kuruhusu kufungwa zaidi ya goli 1, yani goli 3 kwenye mechi hii ya ugenini. Bado nawapa nafasi Twiga Stars, wataenda kuendelea kwa sababu wana kikosi ambacho kimetimia, wachezaji wake wako vizuri na hakuna shaka mwalimu Shime anajua namna gani ya kucheza mashindano. Kwa hiyo ataiongoza timu kufanya vizuri. Sawa, sasa tupate taarifa ya Timzo Karugira ambaye yupo na kikosi hicho cha Twiga Stars Ethiopia. Nini ambacho anakizungumza Timzo baada ya kuwasili hapo Ethiopia? Naam, na sasa ndivyo hivyo kikosi kinaondoka hapa kwenye uwanja wa kimataifa wa ndege wa Dire Dawa kuelekea hotelini. Na msafara hivyo baada ya kuondoka muda mchache kuwasili hotelini, basi kocha mkuu Bakari Shime Nyundo alitoa dakika 30 tu kwa wachezaji wote kwenda kujiandaa kwa maana ya kushusha mabegi yao na kubadilisha nguo walizokuwa wamevaa wakati wa safari na kuweza kuvaa nguo za mazoezi kuelekea uwanjani kwenda kufanya mazoezi. Na muda huo kikosi hicho kiwasili ilikuwa ni majira ya saa 3 za usiku. Naam, Sodata, muda mfupi ndani ya dakika zile 30 walizopewa, wachezaji wote tayari walikuwa wameshuka na kuingia kwenye gari na tayari kwa kuondoka kuelekea kwenye uwanja wa mazoezi. Naam, kama ambavyo unawaona tayari wamewasili katika uwanja wa taifa wa Dire Dawa, ambapo hapa unapopaona wanapowasili ndipo mbungi litakapopigwa Oktoba 28, ambapo tunaweza kusema utakuwa ni mchezo wa kufa na kupona, kwa maana zitakuwa ni dakika 45 za kuhitimisha dakika 90 ambazo zitaamua kati ya Ethiopia na timu ya taifa ya Tanzania. Timu zote za wanawake ni nani anakwenda AFCON 2026. Bado wana kazi kubwa sana ya kumalizia duru la pili, kwa maana ya kwamba kumalizia dakika 90 ambazo zitapigwa hapa katika uwanja huu wa taifa wa Dire Dawa. Naam, na mara baada ya na saa hizo kama ambavyo unaweza kuona sasa mazoezi yakaenda kuanza rasmi. Kama ambavyo unaweza kuona usiku watoto wote wanaanza kufanya mazoezi na Bakari Shime Nyundo yupo nao sako kwa bako. Yaani mazoezi wameanza naye mwanzo mpaka mwisho. Kama ambavyo unaweza kuona wanaanza na mazoezi mepesi tu, taratibu kama ambavyo unaweza kumuona, lakini kocha wakati wao wanakimbia, yeye kocha anakwenda kwa mwendo wa kasi mwanzo hadi mwisho. Na muda huo ambapo timu hii ikifanya mazoezi tayari ni majira ya saa 4, wachezaji wakiwa wanaendelea kufanya mazoezi. Hakuna kulala, hakuna kulemba. Kilicholeta hapa ni kazi moja tu ya kulipigania taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wakati viongozi hawa wakiendelea, tupate kuzungumza na mkuu wa msafara Debora. Yeye amekionaje kikosi hiki? Kwa hiyo siku nzima wameitumia wakiwa safarini. Tumefika Ethiopia Addis Ababa, tukapata wasaa mzuri wa kupumzika na kupata chakula, na baada ya pale tukaconnect ndege nyingine ambayo imetuleta katika hili jiji kubwa la tatu katika miji mikubwa ya Ethiopia, mji wa Dire Dawa, na tumepokelewa vizuri kwa kweli. Tunawashukuru Federation ya Ethiopia kwa kuwa wametupokea vizuri na tumefeel ile upendo, tuko nyumbani. Na baada ya kutupokea tukaenda hotelini na tukaona ni vema wachezaji wetu wakafanya kustretch viungo kidogo ili wakilala wakiamka asubuhi wawe physically fit. Kwa hiyo ndo kama ambavyo waona wachezaji wetu wamepata
almost saa moja ya mazoezi ili kuweza kujiweka tu vizuri, wasilale na uchovu wa safari. Walale na uchovu wa safari pamoja na mazoezi ili wakiamka asubuhi wanakuwa wako vizuri zaidi. Na kama mnavyowaona wachezaji wetu kwa kweli wanaendelea kujituma. Na nitoe salamu tu kwa opponents wetu kwamba na tunaamini na wao wamejipanga vizuri na wako vizuri, tunawaheshimu, lakini na sisi kama mnavyotuona tunajipanga, na ukweli ni kwamba tunaitamani sana hiyo nafasi ya kwenda kucheza AFCON, Women AFCON, na tupo tayari kuipambania taifa letu kuhakikisha inaingia huko na kuhakikisha kweli tunapata ushindi na kurudi na kikombe chetu Tanzania nyumbani. Naam, kama ambavyo umeweza kumsikia mkuu wa msafara Debora. Kwa mujibu wa saa yangu ni saa 5 kasoro za usiku, bado wapiganaji, wanajeshi, majemedali wakipambana katika dimba la Dile Dawa, uwanja wa taifa wa hapa Dile Dawa, kuonyesha kwamba bado mchezo wanauhitaji dua yako wewe Mtanzania, kuhakikisha kwamba unawaombea wao ya kwao wanaendelea kuyatimiza. Naizungumza hapa ni Beautiful Kanyigo Rosemary Team Soka Rugabai, kila wakati na kila wasaa kupitia kwenye channel zetu za michezo, na huko kwenye YouTube, Instagram utakuwa unaendelea kupata kila kinachoendelea kutoka hapa ulipo, na sisi tupo, lakini nyuma ya kamera anayewezesha haya yote ni Veronica Manywele. Sana Team Soka Rugabai pamoja na Veronica Manywele ambao ni wawakilishi wa Azam TV waliosafiri na Twiga Stars kuelekea kule Ethiopia kwenye mchezo wa pili ambao Twiga Stars inaenda kuvaana na Ethiopia katika mchezo huu wa kufuzu AFCON 2026. Kidogo tu kwenye hili Tuna Beautiful Kanyigo kweli? Nini? Nini? Kama Team Zone Beautiful Kanyigo utakuwa handsome boy wa Msoma. Hapana, mimi sipo kwenye hayo mambo. Wewe handsome boy sema basi. Sikiliza wewe. Unasikia wewe? Wewe. Unasikia? Rashid. Na siku ukisikia kuita hivyo. Wewe unaona mtu anataka hela yako. Wewe unaona wivu Team za kujiita Beautiful? Mimi siwezi kuona wivu. Sasa kwa nini? Mtu makini kabisa. Ni Beautiful Kanyigo. Hiyo. Yuko hivyo. Ni Beautiful. Mimi nampenda Team za mwanangu sana. Wewe mtu anamchukia. Sio ndio unaanza kunanili? Kwa hiyo iko hivyo. Twiga Stars kuingia Ethiopia wakati huu, yani wanafika usiku huu, kila mtu atafute chumba chake, anapata chumba, weka begi, twende uwanjani mazoezi, saa 1 afu wanarudi kupumzika. Mchezo kesho. Of course logistics haijakaa sawa. Lakini ni mpango wa timu pengine. So mpango wa timu, kwa sababu unajua swala logistics sio swala timu, ni swala management. Sindo kocha anaweza akawaambia kwamba mimi nahitaji wachezaji wangu tufike labda masaa 20 kabla ya mechi, tucheze tuondoke. Inatokea. Kuna bahati nzuri Shime ni mzoefu kwenye mashindano ya wanawake yote Afrika, kwa sababu yeye ndo amekuwa ni kama kocha, ni kama mlezi madaraja yote ya timu za wanawake. Kwa hiyo anajua aina wapinzani anakutana nao, anajua hizo changamoto. Kwa hiyo inawezekana kufanya hivi ni moja kati ya kitu ambacho yeye anajua ni nini anaandaa. Lakini mimi nimejaribu tu kusema kwamba logistics haijakaa sawa, ni kutokana tuna utaratibu wa kawaida, ule utaratibu wa kiscript kwamba hii mbona kama haijakaa sawa. Lakini mwalimu mwenyewe unakutana ni kwenye nyakati kama hizo, kwa sababu hii ni vita. Uchaguzi silaha. Kama ameona inawezekana hii, na inawezekana hiyo ndio kando hapo amemaliza, mnaenda kukutana kwenye mechi. Unaelewa? Kwa sababu hakuna nafasi nyingine. Kwa sababu walimu wa fiziki wao wanasema mnaweza mkapasha misuli moto hata kama mmekaa, hata kama ni sehemu ya chakula. Pale akaleta tu aina ya mazoezi ambayo yatafanya mwili uchangamke. Lakini kama mwalimu ametaka lisali moja na amepata na kutrain namna ambavyo tunaona ametrain, maana anajua ina wapinzani wake na ufinyu wa muda.